Kila kazi zote za giza majetu wa Lucifer katika ibada hii inatoka katika ulimwengu wa roho kwa kutoka mbele zao, nikisema ya kwamba hawana uwezo. Natangaza afya leo kwa kila mmoja, natangaza ushindi, natangaza amani. Majetu wa Lucifer na kazi zao na wafinya wote na wakandamiza kwa damu ya mwana kondoo. Niliopewe sifa, maana Mungu unastahili, katika jina la Yesu Kristo. Zote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Shangilia Bwana Yesu. Kwa hiyo sasa hayo ambao uko katika kiti cha nyuma, songa hapa mbele. Songa hapa mbele, maana Mungu ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Hata madhabahu inaingia kutaka kujua ya kwamba Mungu ako pamoja nasi. Kulidi tumeingia mpya. Shangilia Bwana Yesu. Mungu wa ajabu anayetenda mambo makuu. Shangilia Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Kwa hiyo sasa kalia kitu cha mbele, ndio tuseme ujumbe wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi, majeshi. Sasa kalia kitu cha mbele. Hapa mnataka tusonge mbele. Najua tukae bado tunataka tusonga mbele. Jamani sasa tukae. Majeshi, majeshi. Watu wanataka kuimba ama wanataka kusikiza neno. Sawa, sasa tunasonga mbele. Leo nimeandaa topic ninasema kuvijua vita. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa wewe ningeshangilia. Watu wataki vita ama namna gani? Watu wataki vita ama namna gani? Kuvijua vita. Headline leo ni kwamba kuvijua vita. Hiyo ndio topic leo. Nataka unisikize. Wewe ukikosa kusikiza basi mimi nitamaliza haraka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka ufungue masikio yako ukijua ya kwamba ukiwa bado unacheza cheza utasikia nimemalizia kuvijua vita. Kwa hiyo sasa nataka tusome katika kitabu, tutaenda kusoma katika kitabu cha Nyakati wa kwanza. Nyakati wa kwanza tutaanzia chapter 12, tutasoma chapter 12 kuanzia verse 1. Lakini kabla hatujaenda, mimi nataka ujue mwaka huu Baba amesema ya kwamba ni mwaka wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usikize vizuri. Ukikubali kusikia leo utapata nguvu, utapata ushindi, utamiliki. Kwa sababu neno la Bwana ndio hutufanya sisi tumiliki. Neno la Bwana likiingia ndani yako unapata afya. Mimi napenda Ezekiel. Akasema kwamba neno lake Mungu ndani yake lilimpa afya. Kwake lilikuwa kama mkate. Ukiangalia kitabu cha wakati Musa, kitabu cha Mwanzo, wakati Musa, kitabu cha Kutoka, wakati Musa aliongoza wana wa Israeli, ilikuwa kwamba wakisikiza neno la Mungu mambo inatendeka. Na hata Yesu ikafika akakoti kwa andiko lile ya kwamba ati chakula cha uzima ndio hiki neno la Mungu. Anasema ya kwamba kila kuna vyakula vingi, lakini sasa chakula cha uzima ni neno la Mungu. Kwa hiyo lazima tukubali kusikiza neno la Mungu leo. Ukikubali kulisikia na liingie ndani yako utapata ushindi. Majeshi yako wapi majeshi? Sasa nimesema kuvijua vita. Topic yangu ni kuvijua vita. Mimi nilikuwa nasoma wiki mzima, si hata wiki, karibu wiki 3 nzima, na wasoma kuhusu vita. Nasoma na kufuatilia maandiko yanayolingana na mambo ya vita. Nikapata kwamba pamoja na kwamba Mungu amekuahidi jambo, ni lazima utahusika katika vita ndio upate. Wale ambao hawahusika katika vita, pamoja na kwamba Mungu amesema kwamba nitakupa ardhi, haukuweza kupata kwa sababu haukuhusika katika vita. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 3, Mungu anasema ya kwamba mimi ni mtu wa vita. Hilo ndilo jina langu. Yaani anajiita kwamba akiwa kama mtu, anasema yeye ni mtu wa vita. Kwa hiyo sasa mara mingi Mungu anakuahidi jambo, lakini lazima uhusike katika vita. Watu wameogopa vita jamani. Watu wameogopa vita. Suluhisho ya mambo yako. Kila jambo ambalo unapitia, upende usipende, suluhisho linapatikana kwa kupiga vita. Ukisipenda
ukipanga vita sawasawa, utamiliki, utashinda kile ambacho ibilisi ametenda katika maisha yako. Wakati tutakubali kufupanga vita, hapo ndio utapokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua watu wengi mambo ikiwatokezea wanaanza kutafuta namna ya kuondokea mambo. Wengi ambao hakutukua tumekuja katika wokovu, tulijua ya kwamba kimbeleni wazazi walikuwa wakipitia jambo, wanakimbizana na manabii wa uongo, wanakimbizana na waganga wa kienyeji. Mambo imetokezea, lakini hawataki kuhusika katika vita. Ukimwambia kwa staili hii twende tuombe na kufunga, anaona anaharibu wakati, anataka shortcut, anaenda kwa nabii wa uongo, anaenda kwa wahubiri wa uongo, kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu anataka aondoe jambo ambalo lilipita katika maisha yake, limetokea katika rohoni kwa ajili ya maisha yake. Na ndio wengi wamekamata katika umaskini. Shetani hawezi kukuondolea vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Na ndio mimi leo nimependa kwamba tujifunze kuhusu kuvijua vita. Ukitambua mambo ya vita, utakuwa mmiliki. Wakati wa dunia hii ambao tunaishi, nimesema topic ni kuvijua vita. Nchi hii ambao tunaishi, ama dunia hii ambao tunaishi, kila mahali wako na harakati za vita. Mimi nakuwa nasoma sana news, naangalia vile the world vile inatembea, na mara mingi utanipata natembea kujua mambo ya vita. Sitaki kutembea kuangalia mambo ya uchumi, ya kwamba labda Singapore, kwa nini kwa wakati huu Singapore ina uwezo wa kila mmoja wakipiga budget ya warudishie kila mmoja 1,100. Sasa hiyo sana. Nataka ni nini nafanya wapate. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mambo watu wamehusika katika vita zilianza mbeleni. Unakumbuka wakati ukisoma Mwanzo chapter 11, kuna huyu jamaa anaitwa Nimrod. Kulikuwa na wakati ambapo watu walisema ya kwamba na sasa sisi tujipange na tuweze kutengeneza mnara ndio ifike mbinguni. Yaani kuna kagurupu, badala ya kwamba maisha inaendelea, kuna kagurupu kanajitengeneza kwamba na sisi tunataka tutengeneze mnara ufike tu mbinguni kwa Mungu. Lakini ukichunguza kale kagurupu, lengo lilikuwa tu kwamba wanajisanya pamoja ndio wawe katika watu binafsi, ili kwamba wawe na kwamba kutaka kushinda wengine. Hasa wanataka waone kufika kwa Mungu. Mungu akasema kwa hii staili wana lugha moja, kila wanaposema jambo linatendeka. Lakini sasa Mungu akafanya nini? Akakuja kuangusha ile mnara. Ndio sasa tunaita mnara wa Babeli ukaangushwa. Iliangushwa tu kwa sababu unaweza shindwa. Mungu wako wana lugha moja, wanasema kitu kimoja. Mungu mpaka anawaso kwa his time kwa lugha moja na kwa usemi moja. Hawa ukiwawacha hilo hakuna chenye utawasuia. Hapa tukiwa na umoja kwa usemi mmoja, jamani tunasonga mbele, tunashinda. Tukiwa sisi na lugha moja kwamba sitaki ya kushinda ni kupiga vita, hakuna cha kusuilia, tutapiga tukisonga. Sasa Mungu akaingilia kati. Hata mimi kwa nashangaa kwa nini ili waso Mungu alipenda. Lakini kumbe wazo la wale lilikuwa tu baya kwa sababu wamekataa kusikia sauti ya Bwana. Mungu amewaweka kwamba na sasa zaeni na mkaongezeke katika nchi zote. Lakini nao wameweka pamoja, wakavuruka wamejiweka pamoja kwamba kanataka kawe ndio kanasema, kawe ndio kanapanga mambo, kawe ndio kanapata connection na Mungu, kakontrol wengine, kawe ndio kakusema, kanasema sasa hatutaki kwenda kwingine vile Mungu amesema, lakini tutengeneze mnara tufike kwa Mungu. Mungu akasema kwa hii style hawasikizi, nimesema wazaeni wachae nchi, naenda kwa samaratisha ndio lugha skaja. Bwana Yesu asiwe. Ukisoma Mwanzo kuanzia chapter 11 napata hiyo story. Kwa hivyo kwa ufupi, maisha imekuwa kwamba ndio uweze kumiliki mambo ya vita. Katika Biblia sijaona mtu amemiliki kwa sababu ya style ya kulia. Baba analia, hapana, amemiliki wakati aliamua. Aidha aliamua kushindana na rohoni ama ameamua kushindana za mwilini. Majeshi yako wapi majeshi? Kabla hajasoma maandiko, mimi nimezaliwa eneo la upande wa Western. Ukienda sasa ulize mama yangu ya kwamba huyu Peter
vita alizaliwa tarehe ngapi? Ajui. Hata wakati Sheikh Omar alikuwa hapa, anaeleza watu kila mtu na tarehe yake ya kuzaliwa, na anamwambia nyota ya hiyo tarehe. Yaani ukijua siku ambayo umezaliwa, unaweza jua kwa maisha yako nyota yako ni gani. Watu wakawa wanaelezwa, mwingine anasema mimi nilizaliwa tarehe 3, kwa hiyo watu wa tarehe 3 wanafaa kuwa Unaona watu walielezwa. Sasa ikafika kwangu, kaanza kusema hapa sasa ninaweza kesi tarehe gani ambao sijui tarehe, yani sijui tarehe. Ni nini ambacho kinafanyika? Ukienda kumuuliza mama utapata kwamba yeye anakuambia pia kwamba huyu mtoto alizaliwa wakati Kenya na Uganda walikuwa wanapigana. Unaona, sasa ndio akaniita vita. Kwa hiyo mambo ya vita napenda kufuata kwa sababu China pia ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Na mimi leo ninataka uwe mpiganaji. Wewe uwe mpiganaji, uwe mtu wa kupigana. Usijue vita. Wakati Ibilisi amekuletea mashetani, wamekuja katika umaskini. Mungu hajaweka mtu yeyote hapa duniani kwamba akuwe maskini. Hakuna. Unajua maandiko yanasema ya kwamba neno la Mungu likachia Yeremia kusema ya kwamba tangu tumboni nilikujua wewe. Tangu haujakuwa katika tumbo mimi nalikujua. Yeremia alikuwa mbinguni kabisa kwa Mungu. Sisi tuna uzuri, tuna neema kwamba tunatambua haya maneno ya kwamba mtu ni roho, lakini alitoka mbinguni anakaa ndani ya nyumba inaitwa mwili. Akitoka mbinguni Mungu huwa amempa vitu, lakini vitu zile ukisoma Waefeso chapter 1 verse 3 anasema tumebarikiwa na vitu zote. Wakati Mungu anasema tumebarikiwa na vitu zote, Mungu haongei na mwili, anaongea na roho. Roho imebarikiwa na kila kitu. Yaani roho ambayo ilitoka kwa Mungu imepewa kila kitu. Umepewa magari, umepewa manyumba, umepewa watoto, umepewa kila kitu, umepewa mume, umepewa mke. Roho yako imepewa kila kitu. Lakini sasa baada ya kupewa, amepewa roho, hakupewa mwili. Na sasa Mungu akikupa kitu ni lazima uhusike katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Bwana dada kidogo, wewe nisikize tu, tega sikio. Mimi nitamaliza wakati wote. Mimi uzuri sina formula ya kumaliza. Yaani kwamba naanza na formula pi d alafu nimalize na formula ya 1 2 3. Hapana, namaliza wakati wote. Kwa hiyo funga masikio yako leo upate neno la Mungu, likuweke nguvu, likuweke afya, likuweke ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majeshi yako wapi? Majeshi katika Biblia utapata Mungu akikupa kitu anakuambia jameni, sasa wewe Daudi nimekupea shamba lile. Utashangaa ukienda huko tu kivyako vyako utapigwa. Pamoja na Mungu amekupa, ni lazima upange vita. Sasa dunia imekuwa katika hali ya kupanga vita. Unapata kwa dakika hii, acha niseme kidogo, kwa dakika hii utapata kwamba nchi zote ambazo zimeendelea wanakuwa tu katika hali ya kufika na vita. Wako katika hali ya kufika na vita. Mimi mwenyewe nimeshaona vita. Pamoja na kwamba nilisaliwa kwa vita, niliwahi kuwa katika hali ya vita. Na mimi kuna mahali nimehusika kwa vita. Mimi nimehusika kwa vita na kisiasa. Yaani kabisa tunataka ukiongozi jameni, hapo sikuwa nimeokoka. Tunataka ukiongozi na amekataa. Sasa unatuleta down bwana. Sasa tukasema huyu lazima akule mali. Jameni tukahusika, watu wamehusika. Ukitaka kumiliki lazima usike vita. Na wakati wa vita chochote linaweza tokezea. Sasa kila watu wanahusika katika mambo ya vita. Ndio utake kufaulu unahusika katika mambo ya vita. Katika hii Kenya kuna sifa kidogo Kenya imepata kwa leo kwa sababu tu wamehusika katika vita. 2010 kulikuwa na mgogoro ya kwamba watu wanasema Mombasa yetu, Al-Shabaab wamekuja, yani kulikufika mahali wakati Mwai Kibaki alitawala, jameni wale ambao hawajakuwa 2010, wakati Mwai Kibaki alitawala, wale ambao tulikuwa tunafanya katika makampuni, ilifika wakati kampuni zinaanza kufunga. Shida ni nini? Material lijafika. Shida ni ya material, ati pirates wako kwa bahari, wamesuilia mbele. Sasa pale wakajaribu kutulia, jameni simwachane mambo ya
ya kushika meli, wale jamani matafu yani hawasikii. Sasa kutafika michanga na katika nchi ya Kenya wakasema ya kwamba jamani, kwa hii style ndio tuweze kushinda, ndio maisha isonge mbele. Na tushukuru Mwai Kibaki akasema naweka sahihi ya kwamba tunapanga vita na Al-Shabaab. Ndugu wengine wakaanza jamani, tungesema kwa mambo ya tano ukini kasema hawa waelewi. Kwa hii style ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi na kumba ya duniani ndio ya rohoni pia waanze kuzipanga. Yani ndio ushinde, upende usipende, ni lazima ukubali kupanga vita. Rais akaweka sahihi ya kwamba kwa hii style tunataka tuwapige, tuwaondoe na tuwafuate mpaka kwao. Unashangaa baadaye kukaja tu kuinchi ukaanza kuhusika. Wewe ukiwa unafuata siasa ya Kenya ya mambo ya vita, utapata kwamba mabomu zote ambazo zimeshikwa kwa mambo ya vita zimetokea Russia. Unajua Russia kuanzia mbeleni jamani, msiende kwa vita sana. Takuja tu majeshi sasa jina yetu ya majeshi tutavita. Sasa ukawa kwamba ukiangalia kabisa kadogo hata ukichunguza kwa ndani utapata nchi fulani na husika mpaka nikapata hata imani wa modernity. Jamani, vita ambazo Kenya inapiga haipigi za Al-Shabaab, inapiga vita za nchi kubwa. Yani kabisa jeshi liko na nguvu kwamba linapiga nchi kubwa. Mpaka nchi moja nikapata kuna vile wanalalamika wakati tulipiga kambi moja ya Al-Shabaab tukaangamiza, wakaanza kuinuka hakuna sio Kenya wamepiga. Kenya hawana hiyo uwezo. Mpaka nashindwa mna interest gani baada ya siku tatu kutwanga wakati umechapa? Kwa nini mnaleta malalamiko? Utapata kwamba kwa style fulani kila nchi ndio wapate kutaka kucontrol, kuna mambo wanajihusisha ya kivita. Yani kwa style fulani tu wako katika hali ya kutaka kujihusisha katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi ukisoma nchi ukiangalia story ya Israel kuna namna fulani kwamba ndio Israel kuje kupatikana mwaka wa 1948 mwezi wa 5 ndio sasa kulikuwa na the second world war. Wakati second world war kulipikanwa pale kulikuwa kuna rukuruku unafanya mambo ndio exercise power, uone kwamba ni namna gani tutakuwa tuna control mambo. Wakati ulifungana tu kwa vita hizo zote paka haida kakajifanyia mahali kanajiita Israel. Sasa Israel tangu mbele inapigana tangu 1948 Israel hawajai dada. Katika vita kuna vita za wakati za muda mrefu na kuna vita za muda mfupi. Najua ya kwamba katika maisha yako umehusika katika vita, umepitia katika vita, umepitia kwamba unataka hichi mashetani wameshikilia, nataka kuoleka mashetani wameshika ndoa, nataka pesa wameshika pesa, mimi nimeshika na umaskini nataka nitoke, wamekushika kwa umaskini. Vita zinaweza kuwa fupi na zinaweza kuwa ndefu. Lugha bila kushinda ibilisi ama kukabiliana naye ni kupanga vita kuanzia kwanza mpaka kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda Israeli. Pamoja na kwamba ni taifa kadogo, ukienda kwa mama Israeli hata Kenya ni kubwa sana. Lakini kanatisha kwa sababu gani? Kanahusika kwa vita kila wakati. Yaani taifa hakananga story na watu, lakini wavita wako tu wako kachokoza kila wakati wanapigana. Juzi nimesikia rais wa Iran anasema miaka nyuma mbele karibu miaka 5 ama 3-4 rais wa Iran akachomoka na akasema jamani, sisi hatuwezi kuwa na amani kama Israeli bado inaishi katika dunia. Wakasema wanataka kuhakikisha mpaka waondoe Israeli katika dunia. Mpaka mimi nikisikia matumbo inafanya unaona napenda vita mpaka nashindwa. Mtoe Israeli kwa nchi. Inawezekana kweli? Wamesema, Iran imesema. Na rais naye wa upande wa Israeli akasema ya kwamba jamani, sisi lazima tujue la kufanya kwa sababu hatuko vizuri. Pamoja na kwamba tuko na amani, tuko wakati tuna amani, lakini Iran na vita na sisi wametengeneza bomu ya kinyuklia. Na sasa ile bomu wanasema imebakisha 85% wakuje wapige na kumalizike. Na kweli ingemalizika watandike Israeli ingekuwa hayupo.
Sasa pia wako na mambo tutafanyaje ndio tuweze kukabiliana na hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Vita na kamepigana na Wapalestina kuanzia wakati waliweka nchi pale. Yaani wakati walipata ukombozi, Israeli imepiga vita mpaka sasa bado iko vitani. Sasa Irani kwa wapi nataka kukaondoa? Unajua mimi huwa nafuata Israeli kwa sababu Israeli ndio sisi tunaitana kwa hilo jina. Wakati tunasema ya kwamba sisi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Yesu ule ambaye ni Bwana anatoka katika kabila la Yuda. Na Yuda ni mtoto wa Yakobo, Israeli. Sasa tunatokana na huko. Kwa hiyo kwa namna fulani ndani yangu kuna upendo ambao niko nao katika Israeli. Nikisikia amepiga roho inatulia. Nikisikia ametandika watu nasikia raha. Unaona? Sasa nikashangaa inawezekanaje bwana? Wawezi hawa, mimi kwangu naamini tu hawawezi. Sasa baadaye kukawa nchi za Amerika na za magharibi zikapangana zikasema kwa hii staili ni lazima tuharakishe tufanye jambo. Kwa namna fulani tukaona tu badala ya Israeli pige Amerika nilienda kufika tu mahali ukasitukia tu kwa nimepeleka kamali wamechapa mpaka chini mpaka wametoa na zile manyuki. Yaani unashangaa kwa nini Israeli Amerika inaingilia? Yaani kila nchi inataka kuhusika kwa vita. Na nini inafanya wahusike kwa vita? Ni kutaka kuonyesha nguvu, kutaka kumiliki. Ukikuwa mpiganaji wa vita utakuwa strong na utakuwa na vitu. Kulikuwa na mwaka 23 leo tutakubali kusikia story ya vita kwa sababu nimeleta topic kuvijua vita. Na kupa ya bidii tukiingia rohoni uchukue na uweze kutendea kazi na umiliki. Bwana Yesu asifiwe. Nikiingia ya rohoni itakuwa ni mfululizo na kupa kwanza ya hapa duniani mambo vile inafanyika. Lakini tukiingia rohoni uchukue vitu upatandike. Ule ambao anasema ameshikiliwa masomo, ule ambao anasema ameshikiliwa gari lake, ambao ameshikilia watoto, utandike vita kwa wakati umeanza na vile utamaliza bila kuachia jihadi. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi juzi hata sio juzi 2003 hizo vita wale ambao wana miaka kama la kwangu na chini kidogo wanajua kulikuwa na vita ya Amerika na Iran. Kukapangwa vita. Wale sisi ambao tunapenda kuangalia underground story na Nairobians, magazeti za Nairobi. Ukisoma la kawaida halina ile, lakini ukienda kwa la Nairobians linasema wakati Amerika walianza tu kupiga vita, atakukawa na pipe tu linatoa mafuta mpaka kwa sifika mpaka kwa meli. Ukihusika katika vita kuna vitu na tantrika nazo, kuna vitu na papa. Ukipigana vita vingi unakuwa na nguvu, experience ya kurekebisha lipiga hadi inakuwa na wewe ndani. Usipohusika na vita uko tu mimi nina amani, utashindwa ukipigwa. Wakristo wengi wamekuwa Wakristo wa kutaka amani na wanataniwa. Mimi nimeshahuzulika wakati napata Mkristo pale anatembea bila kutinararuka, anahubiria watu vile, anahubiria watu vile, bodaboda wanaanza kucheka. Unaona vile anakuja hapa, unaona vile hapo ilikuwa kuomba. Unaona vile anakuja hapa, anataka kutuomba tele bobu ya fare. Hii sasa nikasikiza sababu nimeondoka napenda watu wa Mungu. Nikahudhunika hapo kidogo lakini nikawa na maswali. Mungu kwa nini atupeani pesa? Siku hizo siku alimejua majeshi. Kweli kama pamoja na amehubiri ni mzuri. Jamani nimekosa pesa mnisaidie kwa bobu ya kwenda Kayole. Wakaanza kucheka. Yaani wanachekea siri lakini nilikuwa wakisema ya kwamba anataka kutuomba pesa. Pamoja na utakatifu akopoko, ni lazima tuzipange vita. Tukitaka kumiliki, ni lazima kupanga vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi nchi zote mahali kuna vita wanataka kujionyesha kwamba wako powerful, wanasogea pale kwa lengo tu wanataka kupimana nguvu. Kwa sababu tunalia Al-Shabaab jameni, Al-Shabaab ni nchi zinapimana nguvu. Leo unapata kuna watu mahali wamejifita tu wanakupendeleza vitu vifanyike. Watu wanasema tu Al-Shabaab si Al-Shabaab. Yaani Al-Shabaab kuna watu strong kwa nchi ziko strong ndio zinasupport ile mambo. Yaani katika huko yani mpaka wala ikiwa ukienda kwa Al-Shabaab Robinson ukubali kwenda kwa Al-Shabaab pesa tu ya kuingia peke yake 1,100 sijaanza kazi.
lakini unapigwa 1,100 uende waangalie familia yako. Waambie jamani, sasa kuleni polepole, mimi naenda kazi. Yaani haujafanya kazi, ukiendelea huko vile unaendelea kufanya mambo, pesa zinamwagika, unashindwa zinatoka wapi. Kuna watu strong wako hali ndio wanapanga mambo ifanyike, na sisi tunashinda Al-Shabaab. Ni wewe upange vita ndio uweze kumiliki. Yaani wale wanatengeneza matukio ndio sasa waone, kwa sababu tunataka kupigana na Amerika. Wacha tupeleke wajamaa huko Kenya wafuruge. Amerika ikija kusupport tuone ita support na njia gani. Wako chini tu kando, wanatuma vijana wanaanza kufuruga. Mkifulia kwa darasa kwa bomu. Wanataka kujua mtajua hiyo bomu imetoka wapi. Wakija kupima tushindwe, walite watu wale. Kujeni mtuangalilie. Wenye kuja kuangaliana nao washindwe kujua, ndio waone hapa kumbe tunaweza. Yaani wanapimiana kupitia nchi zingine. Kainchi na kwa mahali tu wajamaa kwa mahali wanataka ni sisi ndio tuwe tunasema. Sisi ndio tuwe tukisema wanatusikia. Lakini hatuwezi enda direct kwa nchi ambayo inaitwa superpower. Tufanye namna gani? Tuanzie mahali kufuruga. Ndio wale wakija hapo tupimie kwa jisagiza tuone tutaweza. Jamani, kila mahali watu wanatafuta usemi. Kila nchi inatafuta tutasema ama tuseme. Kulikuwepo na wakati ambapo Amerika iliai kuzika katika vita. Vita unaweza pigana upigwe ama upige. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unapigwa kufaulu kutoroka, usiache vita tena panga. Kuna wakati waliai panga vita na Vietnam. Wale ambao mnaona mafilmu. Vietnam wale ndio lakini walichapa Amerika wakatoroka. Lakini baada ya kutoroka hawakuchoka. Wakaja wakapanga vita zingine. Wakazipanga na wakaenda kushinda. Ndio baadaye sasa wanaitwa superpower, kwa sababu waliaipiga Japan. Kuna siku ilijidai tunaweza piga Amerika, ikapanga jeshi wakaenda kutandikana. Baadaye wakatandikwa vya Amerika, jina ikaanza kusaulu. Tokea pale hawajai wacha vita. Yaani wanapigana kila wakati, tunawaita superpower, wanapigana kila wakati. Katika chini tunapoongea kuna mzozo ya Iran na Israel. Kuna mzozo kabisa. Yaani Iran inachoka na Israel, inataka kutoa Israel kwa nchi. Sasa pale naye Trump anahusika sana katika ile mambo. Unapata wakati hao wanasema kwamba nini Israel wanakuja nyuma kusikiza. Baadaye tumesikia tu pale Iran watu wamepiga Suleiman, kiongozi wa Iran wa kijeshi. Wakati wamepiga, wakati Iran inasema jamani mmefanya vibaya. Dakika hii Amerika wametuma mabomu sio za mchezo. Wametundika tena Iran. Wakati ulipigwa na Bush na Saddam, bado tena Iran inatwangwa, lakini vita hizi zinatwangiwa na Iran. Lakini vita hizi ni za Iran na Amerika na Israel. Lakini Iran ndio kumeduka. Sasa hivi tumeduka pale. Hawa wanajitetea kwamba tuliwajenga sana, lakini lengo ni Iran. Bwana Yesu asifiwe. Vita ni sawale, lakini wao wanahusika. Kenya tumehusika na vita 1992. Jamani, kama umezaliwa hiyo wakati sikiza. Tuliai pia kuona nchi zinapigana. Kulikuwa na vita pale Sierra Leone, Kenya. Tukataka pia tujina ijengwe. Tukaenda huko Japan. Jamani, tulikatoroka. Wale ambao mnajua hiyo story. Ilibidi tutoroke sababu ilikuwa kali. Wajamaa wakamatwa pamoja na viungo walikamatwa. Lakini hatujachoka, tukisikiza mahali mpaka na Somalia tunaendana ndio tupange kama serikali, tuweke serikali. Sasa wewe ongoza, tunapanga jeshi. Wewe unafikiria tumeshindwa na hiyo pesa kutumia? Tunataka katika vita tuwe na usemi ndio tumiliki. Wakati mimi nasikia nchi napanga vita kwa ajili ya jambo, mimi wana support. Kama mimi juzi wakati tunazitaka migingo na ligi kwani unachelewa nini? Wengine wanasema tunataka dalo sio suluhisho, ni vita. Yaani sikia tunapanga vita support na mzao. Hata kupenda jeshi hapana, ila nitapea pesa aenda kule ya pigane sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Sasa katika kumiliki, sitaili ya kumiliki ni kuvipanga vita. Hawa jamaa wa duniani wanapanga vita. Hii vitu wanazisoma tu, wanazipanga
katika Biblia ya kwamba hauwezi miliki bila kushindana, hauwezi miliki bila kupigana. Hivi vita zilikuwa tu za upande wa kishetani. Wakati mnasikiza wakati wa 19 wakati wa the first world war. First world war. Vita zenyewe zinaonekana kama za mwilini, lakini zinatokea rohoni. Lucifer huyu tuliokuwa anaanza hizo vita za mwilini, zinaanzia rohoni zinakuja mwilini. Sasa miaka za nyuma the first world war, kukawa tu wamefanya mambo na ndio sasa kukuje kuwe na vita. Mbeleni kabla hizo vita kulikuwa ni wakati tulikuwa tunaenda wakati wa giza. Wakati wa giza ilikuwa watu wanauawa ovyo ovyo, hakuna control ya kucontrol mambo. Jamani, usifanye hivyo. Watu walikuwa wanauawa ovyo ovyo. Kukatokezea kipindi cha kwamba wengine wanapenda mahali tunataka jamii tusaidie watu control. Ni wakapanga mauzauza zao, vita zikapigana na watu wakauawa wengi sana. Ndio sasa kukatokea Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi na mashariki zikasaliwa, watu na Amerika na watu na Russia. Sasa tunapata zikapatikania pale, lakini zote zinaanzia rohoni na lengo ya kuondoa mtu katika dunia. Nani? Ni mashetani tu wale katika rohoni wanapanga mambo, ndio vita zikitokezea. Kuna mtu hapa alikuwa mhubiri maarufu aondolewe mapema. Hizi vitu zikitokezea tunakumbuka baada ya Yesu kuondoka kulikuwepo na mitume walihubiri injili, baadaye wakawa wanawasha moto, miujiza ikafanyika isiyokuwa ya kawaida. Wengine wakajipanga kwamba tuondoe Ukristo, na sasa style ya kuondoa Ukristo tujifanye hata sisi tumeokoka tuingie ndio tuwaite watoke kwa mapango. Baadaye wakafaulu kuweza kuweka watu wa Mungu katika mishahara. Injili ikawa sasa sio injili, lakini ni story inahubiriwa katika Biblia, katika makanisa. Sasa ni story tu, lakini hakuna kutoa pepo. Ni story tu ya kwamba Ibrahimu alikuwa na mali na Elia alikuwa na upara, lakini hakuna mtu anapigiwa mashetani muondokee. Kukawa kipindi ya giza. Kumekuja wakati sasa, wakati watu wanaanza kunena kwa dini, ndio sasa style ya vita imebadilishwa. Sasa tumetoka ya mwili. Shetani sasa aleti hiyo sana, anakuja analeta vita za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanapigwa kwa style ya rohoni. Yaani shetani kukuondoa hakuji waziwazi kwa kukata na kisu, lakini anakuja kwa kukosesha amani. Ukose amani baadaye uchukue kamba. Ukose amani baadaye mwenyewe ujirusha kwa bahari. Uwe maskini ndio usomeshe mtoto ama angekuwa mhubiri mkubwa. Uwe upate matatizo mengi, utupe familia mpaka kusipatikane mtu ambaye ni mwanasayansi wa kufanya udaktari. Ndio style ambayo shetani anaipiga nayo watu katika hii. Lakini sasa neno la Mungu limekuja ndio kupigia sauti ya Mungu. Tuanze sasa kujipanga upya, tupange upya na tuweze kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Nataka tusome Ezekieli ndio sasa nikuje kwa topic sasa nzuri. Ezekieli chapter 2 kuanzia verse 1. Chapter 2 kuanzia verse 1. Inasema chapter 2 kuanzia verse 1. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nao. Naye aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Bwana asifiwe. Mara mingi Mungu anasema nasi kupitia neno lake. Ukisoma Yeremia anasema ya kwamba neno la Bwana likanijia kusema. Lakini hapa Ezekieli anasema ya kwamba naye aliposema nami. Wakati neno la Bwana lilisema na Ezekieli, anasema roho ikamwingia na akasimama. Wakati neno la Mungu linasema na wewe, ukilisikiza liingie ndani yako, unapata nguvu. Nguvu ambazo unapata si lazima uwekewe mikono. Bwana Yesu asifiwe. Napenda mhubiri wa juzi anaitwa Komba akasema mambo ya kuombeana kuwekeana kichwa ni huruma, tunafanyiana huruma. Yaani kabisa kushinda vitu ambavyo tunakula kuvishinda ni kupanga vita, sio kuwekewa mkono. Na kupanga vita ni wakati unasikia neno la Mungu. Na ndio Petro akaambia wanafunzi, heri ninyi kwa sababu wale wana masikio na hawasikii, wana macho na hawaoni. Ukikubali kusikia sauti ya Bwana unapata nguvu.
roho ilimuingia na akapata nguvu. Wakati mitume walikuwa wanahubiri kina Petro, walikuwa wakisema neno, lakini roho wa Bwana ikawaingia, wakaanza kusema kwa lugha mpya. Wengine wakaanza kutabiri. Kwa sababu gani? Walisikia neno la Bwana. Neno la Bwana ndio Mungu mwenyewe. Wakati naleta Mungu ndani yako, nasema mambo yatakayotoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Unajua niko hili ya kwamba Mungu anashuka ndani yangu, na kupitia ndani yangu anaanza kutoka. Akitoka Mungu ni roho, hatoki kama umati hakuja kugonga kuingia. Hapana, anatoka kama roho kwa maneno, anatoka ukisikia anaingia ndani. Sauti ya leo ni ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa mavuno, lakini ndio upate mavuno, Mungu anasema ni lazima kupanga vita. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Ulikuwa umenyima pesa kupanga vita, ulikuwa haujanunua shamba kupanga vita. Ni wakati wa mavuno. Sauti ya Mungu imeshasema ya kwamba ni wakati wa mavuno, lakini mavuno tumesema hauwezi panga kwa namna tu ya starehe, ni lazima kuzipanga vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wafalme ambao mimi nawapenda, ukisoma Biblia tapata kuna wafalme wengi wameshahusika katika vita. Wamehusika katika vita. Ukisoma mfalme anaitwa Sauli. Sauli amehusika katika vita wakati alipigana na Wafilisti, akapiga Wafilisti, lakini baadaye akapiga mfalme fulani, badala aue karudi naye na nono. Kwa hiyo vita zake hazikuishia pazuri. Baadaye ndio Daudi akatawazwa. Mungu akasema roho yake inampenda Daudi. Sasa katika story ya Daudi, nimependa sana story ya Daudi kwa namna yeye kwamba amepanga vita. Na hapo ndio mimi nataka tuanzie. Sasa nataka tusome Mambo ya Nyakati 12 kuanzia mstari wa kwanza. Sasa tuone Daudi baada ya kuitwa. Kulikuwa kwamba Daudi mwana wa Yese alikuwa tu mtu mchungaji, alikuwa tu amewachwa katika kuchunga. Unakumbuka story zake wakati nabii anakuja ili amchague nabii Samueli, achague kiongozi katika nyumba ya Yese. Kalikuwa kanachunga tu ng'ombe na akapatikani. Sasa anaambiwa lete watoto ajui Daudi. Sasa Daudi baadaye, kumbe Mungu amemteua katika familia ya Yese kwamba yeye ndiye akaongoza sasa Israeli. Baadaye sasa kukawa Sauli baada ya kusikia hii, hapo nyuma nitaruka vitu unajua vile, ya kwamba baadaye akapiga Goliathi, ndio baadaye Daudi Sauli akawa na hasira, akataka kumuua Daudi. Daudi akatorokea kama pango. Sasa ikafika wakati Daudi anataka kwanza kumiliki. Yaani Mungu akasema ya kwamba mataifa haya nimekupa wewe Daudi, utawamiliki. Mataifa wenyewe ni wazito, sio mchezo. Mataifa anaambiwa kamiliki ni mataifa kama Amerika. Huwezi waendea kidi ili utauawa. Sasa ako katika mtuni, ako kwa mapango, ameanza sasa kujua kutengeneza mambo ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa nasoma Mambo ya Nyakati 12. Nasema hivi, mambo tutakuwa tunarukaruka leo, tunasoma sana kini Masai na ile iko karibu kuisha sasa. Wewe usifungu tafakari jamani. Fungua macho na akili usikize. Sasa hapa anasema basi hawa ndio wale waliomjia Daudi huko Siklagi alipokuwa akijificha kwa ajili ya Sauli mwana wa Kishi. Nao walikuwamo miongoni mwao wale mashujaa waliomsaidia vitani. Walikuwa wenye kupiga upinde, nao walikuwa hodari wa kutumia mkono wa kuume na kushoto, kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upande. Walikuwa na nduguze Saulo Benjamini. Sasa unaona Daudi ameambiwa ya kwamba wewe utamiliki mataifa haya. Sasa baadaye kwamba utamiliki, mpango wa Daudi kwamba atafanyaje yaweze kumiliki unaanza kujitengeneza. Leo soma nimeliita ya kwamba kuvijua vita. Siri gani ilifanya Daudi akaweze kufanya kushinda vita? Ni ya kwamba Daudi, siri yake ya kushinda vita ni ya kwamba alipanga vita. Aliweza kujua kuzipanga vita.
alianza kupanga jeshi. Wana wa Yakobo walikuwa namna hii, watoto wa Israeli, watoto wa Yakobo, watoto 12 wa Yakobo. Watoto 12 wa Yakobo, kila mtoto alikuwa amepewa kazi yake ya kufanya katika nchi ya Israeli. Sasa kulikuwa na nchi kama Lawi. Tunakumbuka kwamba Lawi walikuwa wameamua kwamba nyinyi hamtapata mashamba, lakini sasa nyinyi mgao wenu utakuwa kazi yenu kuweza kubeba sanduku la agano. Yaani kazi yenu itakuwa kutoa sadaka. Nyinyi mtakuwa mnaombea watu wakitenda dhambi. Nyinyi ndio mtayari. Kwa ufupi walipewa kazi ya madhabahu. Katika watoto wa Yakobo kila mtoto alipewa kazi yake ya kufanya. Sasa hapa Daudi hapo katika mpango, lakini kafika ndio aende kumiliki nchi ambazo amepewa na Mungu. Lazima mpango wa vita ukaanza kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumesema ya kwamba, tutarudia kidogo, anasema ya kwamba basi hawa ndio wale waliomjia Daudi kutoka Siklag alipokuwa akipita kwa ajili ya Sauli mwana wa Kishi. Nao walikuwa miongoni mwa wale mashujaa waliomsaidia vitani. Walikuwa wenye kutumia mkono wa kuume na mkono wa kushoto kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa ni wanduguze Sauli wa Benjamini. Sasa ndio Daudi aenda ashinde vita. Maandiko yanasema mashujaa. Tunasema mashujaa wa Daudi. Tunasema mashujaa wa Daudi. Watu wakaanza kumkujia. Squad number 1 wanakuja, anasema ya kwamba na wale ambao waliomkujia Daudi walikuja wale ambao wana uwezo wa kupiga mawe mkono wa kushoto wanapiga na hata wa kiume wanapiga. Watu wao wanajua kupiga na mkono mmoja, lakini hawa mkono wa kushoto unatandika, mkono wa kuume pia unatandika, na anasema wanajua mpaka kupiga upinde. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kabisa watu ambao nilitandika tu nilitandika, nataka kurukeruke tusome. Na hawa ambao wamekujia Daudi, maandiko inasema walitoka kwa Sauli. Sasa walipotoka kwa Sauli, Daudi akawa na wasiwasi. Akawauliza, jamani, mmekuja kunipiga ama kupanga na nini? Ndio nabii akatokezea akasema, Daudi, hapana, ni kwa sababu ya Mungu tumekuja pamoja tuwe na wewe. Sasa Mungu yule tu ambaye amekuwa Daudi, lakini anahusika na kwanza kupea Daudi watu wa kufanya vita. Wakahusika, yani wakaja ambao wanaweza piga mawe kwa mkono huu na wanaweza kupiga mawe na mkono wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kushinda vita ni lazima ujue kupigana vita zote. Ujue kupigana vita wakati wa njaa, ujue kupigana vita wakati wa matatizo, ujue kupigana vita wakati unayo na wakati hauna. Yaani hakuna wakati ambayo utasema hausipigane vita. Umeteswa, una hasira, pigana vita. Napenda Paulo anasema ya kwamba na neno la Mungu lihubiriwe kwa wakati ufao na kwa wakati usiofaa. Yaani hakuna wakati utasema ya kwamba jamani nimechoka, pigana vita. Hata uchoka kitanda, pigana vita. Umekamata na magonjwa kani ya roho, pigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wanaokuchia Daudi ili kwamba apande jeshi lake. Ni mwanzo wa Daudi baada ya kutii kijana. Mwanzo wake wa kwanza kupenda kumiliki. Ndio sasa anataka kuendea baraka zake. Sisi mwaka wetu ni mwaka wa mavuno. Ndio sasa kwanza kuendea mwaka wa mavuno ni lazima tuelewe mambo ya vita. Tukielewa vita na tupigane. Wakati sauti ya Mungu imesema ni mwaka wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majeshi. Tutamuka wengine ni wengi. Kabila la Israeli walikuwa wengi, lakini mimi nitakuwa na kuruka wengine. Nataka tusome verse 14. Ruka tu mpaka 14. 14 nasema hawa wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi. Yeye aliyekuwa mdogo amelingana na Mia, na yeye aliyekuwa mkuu. Tutarudia. Hawa wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi. Yeye aliyekuwa mdogo amelingana na Mia, na yeye aliyekuwa mkuu na 1000. Kwa ufupi wa wana wa Gadi, hawa ni watoto wa Israeli, watoto wa Yakobo. Sasa watoto wa Gadi pia wakakuja ili wajoin Daudi kwa sababu ya kupanga vita.
Daudi anapanga jeshi lake ili aende kumiliki. Mwaka ni mwaka wa mavuno. Sauti ya Mungu ilimetoka kwa mtumishi wake ya kwamba ni mwaka wa mavuno, si maneno yake. Ni neno kutoka kwa Mungu. Amesema sasa tukienda kusikiza watu ambao wako rohoni wakihubiri. Kama na sisi tunasikia kama hii mwaka wa mavuno, hii mwaka wa mavuno. Kabisa sauti kutoka mbinguni imesema ni mwaka wa kuvuna. Ni Mungu amesema, lakini watu wana mazoea kuasa ni wanadamu. Mungu ameshuka ndani ya watu na akasema ni mwaka wa mavuno kwa watu wake. Sasa ukiwa ni mwaka wa mavuno, hautaenda kuvuna bila kufanya jambo. Maandiko yanasema wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mara mingi unaenda kwa Mungu bila maarifa, bila kulijua neno la Mungu. Ukijua neno la Mungu kabisa utamiliki. Sasa Daudi ndio sasa apewe kwamba utamiliki hawa. Lazima kuna mama amehusika ndani. Ni kuzipanga vita. Sasa hawa ni wana wa Gadi. Wamemkujia Daudi ndio sasa apange jeshi nianze kumiliki. Jamani, tukitaka mavuno ambayo imesema rohoni ya kwamba ni mwaka wa mavuno, ni lazima kazi tuifanyie. Tukifanya sawa sawa, kuna mtu atakuja anaendesha vidroba. Kuna mtu atakuja anaendesha halia. Kuna wengine wanaendesha BMW. Kuna wengine usipopigana takuja kuaibisha na promote. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Yako wapi majeshi? Sasa Wagadi wamekuja. Sasa anasema mtoto wa watu wa Gadi ati alikuwa analingana na watu 100. Bwana Yesu asifiwe. Umepata mwanajeshi mmoja ana uwezo wa kupiga watu 100 na ni mdogo kwa jeshi la Daudi. Kwa ufupi, potential mmoja anaweza kupiga mapadri sijui 100. Majeshi, mashetani 100 unatandika. Yaani ukiingia katika ulimwengu wa roho, kapotesho msema tumempitisha msingi wa kiroho, ana uwezo wa kuangamiza mashetani 100 kwa wakati. Wameuawa. Si mnajua mashetani wanaotawala katika mji mmoja kuna mashetani milioni ngapi? 36 na mashetani. Ukija katika mji kama Wakala, Shetani ameajiri mashetani milioni 30 na 100 kadhaa. Wako hapa wanatafuta watu wa kuwaingia. Nakumbuka Yesu wakati anatembea katika Galilaya. Maandiko yanasema akaona kijana kwa makaburi, wakasema, Yesu mwana wa Mungu tuna nini? Afadhali turuhusu tuingie kaburini. Wakatoka 2000. Kwa mji kuna mashetani milioni 600 na wako tu wanatokesea waingie ndani ya watu. Wakiingia risati ni umaskini. Wakiingia risati ni ukosefu wa fedha. Wakiingia risati umekosa ndoa, hauna mtoto. Nani wamekuingia tu. Unapata matatizo ya aina fulani. Wenye wanashindwa kuingia kwa sababu umeokoka tu. Umepiga majeshi na hawajaingia ndani. Wanasimama wanakutegea. Kama Paulo anasema, jamani, nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili, lakini shetani akanizuilia. Wako wengi hata wasipokuingia wamesimama kwa milango ya geti za kampuni. Ukienda wanasema, jamani, kazi imeisha na watu wanaingia. Hakuna kazi na kunafanywa kazi. Ni kwa sababu gani? Kuna mashetani wengi wako kazi kwa ajili ya watu wa Mungu. Sasa kushinda ni lazima upange vita. Anasema mkubwa wao alikuwa analingana na jeshi la wapinzani wake, jeshi watu 1000. Yaani ni watu mapape. Daudi ameambiwa ya kwamba utamiliki hawa. Lakini sasa ndio aweze kumiliki. Siri ya Daudi ndio apate kumiliki. Unajua ukisoma story ya Daudi, ni kiongozi ambaye aliongoza mpaka umri wa uzee. Ako na miaka 120, lakini bado anafurahia uongozi ambao alikuwa nao. Sio kama wakina Sauli. Sauli walikuwa wakiendesha dhambi na ingia wanamaliziwa njiani. Daudi aliongoza akafikisha miaka 20. Mpaka ukisoma kuna mahali story ya huzuni sana inasema ya kwamba baadaye alikuwa mpaka baridi, wakachukua msichana mdogo akawa na dada na yeye ampee joto. Yaani amekuwa na uongozi mzuri mpaka amekulia mpaka miaka yake ya uzee, bado mambo iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Lakini siri ya Daudi ya kushinda ni ya kwamba alipanga vita.
iende sana niwe sitamaliza. Nataka turuke twende tusome 32. Wengine hapo utajisomea. Kuna watoto 12 wa Yakobo. Wengine utajisomea, kuna yale mimi nachagua ambaye atatupea wataitaamsha mioyo yetu. 32 inasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli kuyatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Isakari, ya kwamba nao ni jeshi tu, wamekuja kwa kikosi cha Daudi, lakini kazi yao maalum ya kwamba wanajua wakati. Ni wakati wa mavuno wanatambua. Kukiwa wakati wa mavuno wanajua majira. Kitu kimoja ambacho unastahili kujua ni kujua wakati na majira. Kujua wakati ambao Mungu ametutembelea. Yaani kitu hatari ni kutojua wakati sauti ya Mungu imesema. Mimi nakumbuka Samueli alikuwa anaitwa, lakini hatambue kwamba Mungu anamuita. Anaenda kuelikana, jamani nimesikia sauti. Kuna watu Mungu akisema nao hawajajua kutambua sauti ya Mungu. Hawajajua kujua ni wakati wa Mungu. Wakati Mungu umesema ya kwamba ni wakati wa mavuno. Na madhani lakini hili kinastahili kufanywa ni kuzipanga vita. Katika nyumba ya Daudi, katika jeshi la Daudi, kuna wale wa kujua wakati. Kuna wale wa kusema pia kwamba wakati huu ni wakati wa vita. Wakati huu ni wakati wa kupanga vita. Wakati huu twende uinjilisti. Kwa dakika hii jameni, tutengeneze nyumba ya Bwana. Wakati huu tuende Seneti, kwa sababu itafika wakati watu watakuwa wengi. Wakati huu tufanye hii, kulikuwa na jeshi maalum. Kazi yao ni kutambua wakati. Kwa wakati huu pigana, wakati huu siende. Usipozingatia haya, utajipata unafanya vitu nje ya wakati. Na ni wakati vizuri uwe mtu wa kutambua mambo. Ya kwamba kwa hii style, hata ni wakati huu ukiongea na watu, unaangalia kwa hii style. Kama mimi ukiniita mahali niende nihubiri, jamani ile injili nimehubiri hapa sio nitaanza kuhubiri bado. Lazima tutime hali ya hewa. Kwa hii mazingira, yani wa askari wanajua kutambua majira na wakati. Kwa hii wakati, kwa sababu story inasema tu mito inafurika au inafurika. Tupige injili gani hapa? Huyu Yesu akitembea hivyo, alipokuwa Galilaya, alihubiri mambo ya kulingana na maji. Akienda kwa wakulima, anatoa mifano ya wakulima, ya kwamba mpasi mmoja alichukua mbegu, mwingine akaangusha, mwingine akaangusha. Akienda Galilaya, anasema jameni, akatembea juu ya maji. Anaonyesha uwezo wa Mungu kulingana na hewa, kulingana na mazingira. Ni lazima tuwe na watu ambaye watajua kwa wakati tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi majeshi? Hata nyumba ya ufufuo tumepanga vikosi. Kuna kikosi cha uinjilisti, kuna kikosi cha waombaji, kuna kikosi kingine cha platform, kuna kikosi cha children, kuna kikosi cha wachane, kuna kikosi cha protocol. Vitu hizi zote zikifanya kazi sawasawa, utukufu wa Mungu utaonekana. Wewe ambaye uko kwa kikosi fulani, fanya kazi kwa bidii yako yote. Wewe kama uko finance, fanya kazi na bidii. Usidhani unajifanyia kazi, unafanya kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana kila wakati unakopesha Mungu, lazima ndani yako Mungu atajidhihirisha. Hakuna aliyefanya kazi ya Mungu na akawa kwa matatizo. Faida za kutenda kazi ya Mungu ni kwamba makosa kwa kueleweka. Umeelewa? Kuna nyingi tu kienda kusoma kutoka tutazipata faida fanya kazi za Mungu. Tutazipata. Tuna ministry ya kufanya hivi. Ministry ya kufanya hivi. Kila mahali ambapo umepewa kufanya kazi ya Mungu, fanya. Kazi ya Mungu sio kuhubiri injili. Vile nimekuja kuhubiri injili. Kazi ya Mungu hata wewe ukiwa hapa ufagie nyumba, tunakuita masiki wa Bwana. Hili jina lilikuwa likigombaniwa. Mimi nilikuwa mahali nikaenda kuhubiri mahali watu wakapokea nguvu za Mungu. Yaani nguvu za Mungu zikafanya kazi mahali. Watu wakapata kupona. Wenye walikuwa
pasta. Unaona kanisa ikaanguka. Kuna watu hapa wanajiita mapasta. Hapa pasta ni mmoja. Hiyo haiko hapa. Hapa kila mtu ni mchungaji. Kila mtu ni pasta. Yaani wewe ni pasta wa kiwango ya probation, wewe ni pasta wa kiwango ya shepherd. Yaani Mungu anapenda kazi ndani yako. Jamani, ni wakati wa ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao ulikuwa wengine wanadhani jamani mimi na mke wangu ndio watumishi wa Mungu, imeisha. Ni wakati wa Bwana. Ni wakati wa Mungu kutenda kazi ndani ya watu wake. Kila mtu ana kazi ya kufanya ndani ya nyumba ya Bwana, na wote wanapotenda kazi ya Bwana wanaitwa masihi wa Bwana, ni makuhani wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio nilikuja kupata. Kumbe kwa kuhubiri tu injili, hata ukihubiri ukiitwa pasta, mchungaji wako anafurahia. Kwingine sio hivyo. Enda wito uone zile vikao zitakaa. Na nilizikaa sana zile vikao. Sipokuwa Mungu alimteua kitambo. Pamoja nilikuwa kwa hizo vikao, kumbe Roho wa Mungu alikuwa ndani yangu. Kuna kikao baraza la watu 12 wamekutalisha kusema tunataka utuambie hii maombi yako unaomba kwa kutokana na nini. Mungu anasema kwa hiyo style nataka kukupa jibu. Uliza ule, usiulize ule. Sasa nawacha kidogo yao na uliza kubwa yao. Wewe kubwa mchungaji, mbona vile huyu ameniuliza? Ati ishara hizi ninafanya kupitia nguvu gani? Anasoma Biblia ama asomaji Biblia? Wanashika jibu. Wanaanza kuangaliana. Siku hiyo nilikuwa naitwa mtoto. Mtoto anatuliza maswali gani? Jamani, huko kwingine ndivyo. Watu wanataka kutambua tuna kaburu. Ni wakati wa Bwana, wakati wa kila mmoja kutenda kazi ya Bwana. Kwa jeshi la Daudi kulikuwa na kikosi ya askari. Kazi yao ni kutambua majira na wakati na ya masayo, kutenda kwa wakati ule. Saa hii ni wakati wa kushindana tueleke. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Bwana imekuja, ni wakati wa mavuno. Mavuno hauchukui umelala, unachukua kupanga vita. Bwana Yesu asifiwe. 33. Some 33. 33 nimesema nitaruka nyingi. Tuna watoto 12 wa Yakobo. Kila mtoto ana kazi alipewa. Wewe wengine utaenda kujisomea. 33 inasema Wasabulo, watu wawezao kwenda pamoja na jeshi, hodari wa kupanga vita. Hodari wa kupanga vita. Hodari wa kupanga vita. Wenye zana za vita kila namna 50,000. Askari wastadi wasiokuwa wenye moyo wa kusitasita. Yaani hawa wako steady wa kupanga vita. Wale wanajua tu kupanga vita. Ukienda katika kikosi za kijeshi, kuna wale hata waendani vita, kazi yao ni kupanga vita. Kizungu watu nasema strategy, kupanga namna ya kupanga vita. Hizi vita kwa hii style, wale watu wanakaa pamoja. Mkitaka kuwashinda mtafanya hili. Yaani hawa Wazabulo ni kazi yao ni kupanga vita. Wakitoa mchoro ni lazima mtawini. Ya kwamba kwa Israeli wale tunawajua vita zao. Mkienda kwanza kiti cha kwanza, wengine wasungukie nyuma na wengine upande huu, na wawili wakuje. Na wale wanaokuja wawili wapige risasi, wale waamuke, na ili wanyuma mwakujie, alafu mwavamie katikati. Wazabulo ni wanajua kuzipanga vita. Wale wanajua kutoa mchoro. Wakitoa mchoro na mwende na ile mchoro, ni lazima vita mtazishinda. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vikosi vya Daudi anapanga vita. Katika jina la Yesu nasema ya kwamba na roho ya kujua kuzipanga vita iwe juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi majeshi? Yaani uwe na uwezo wa kujua kuzipanga vita. Watu wako hapa mashetani wanawachezea hawajui kupanga vita. Ukizipanga vita ni lazima wataachia. Roho ya kupanga vita ikungie, ushindane na upate umiliki wako. Twende 35. Na wadani watu hodari wa kupanga vita 28,600. Hawa ni Wazabulo. Wamesema watu wa Zabulo ni watu wawezao kwenda pamoja na jeshi. Wazabulo ni kwenda pamoja na jeshi. Hawa wadani ni wa kupanga vita. Wale wa kwenda pamoja na jeshi kazi yao ni kubeba silaha. Tumeenda lakini tumebeba manuali. Tumeenda
tumeenda lakini tumebeba G344. Tumeenda lakini tumebeba submachine. Magnum tuko nayo. Sijui bulldozer tuko nayo tumebeba. Hili wamebeba silaha zote za kwenda vita. Lakini wadani ni kuzipanga vita. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kikosi Daudi amepanga kwa ajili ya umiliki. Mambo ya mwilini, nasema mambo ya mwilini. Isipokuwa kuna yanatokea rohoni, lakini sasa hapa ni ya mwilini. Ndio sasa Daudi amiliki. Ilibidi apange vita, kikosi chote kikamilike. Na sisi wakati tumesema ya kwamba ni wakati wa mavuno, na kwa kuvuna ni lazima tujue staili ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Nataka turuke twende sasa. Nataka turuke twende Nyakati wa kwanza 13 mstari wa kwanza wale tusome wa 7. Sipokuwa tusome wa kwanza na kuja tusome wa 6 na wa 7. Wa kwanza nasema kisha Daudi akafanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia na kila kiongozi. Daudi akawaambia jamii yote ya Israeli, lakini jema ya Israeli likiwa jema kwenu, tena ikiwa limetoka kwa Bwana Mungu wetu, na tutume watu huko na huku mahali pote kwa ndugu zetu waliosalia katika nchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani nini Walawi turuke mpaka namba 6. Daudi akapanda yeye na Israeli wote mpaka Baala, ndio Kiriathi Yearimu ulio wa Yuda, ili kuileta toka huko sanduku la Mungu Bwana sanduku la Mungu Bwana akae juu ya makerubi lililoitwa kwa jina lake. Walipandisha sanduku la Mungu juu ya gari. Kwa ufupi, baada ya Daudi kupanga vita, because amepanga kikosi. Ukisoma yote utapata kuna kikosi cha kuleta chakula. Verse 40, kulikuwa na diwani wa fulani wa kuleta chakula katika vitani. Kuna kikosi wengine tumesema ni wa kupanga vita, wengine naye wa kubeba manuari, na wengine wa kupigana, wengine wa kwenda na watu wa kupigana. Baada ya Daudi kupanga kikosi chote, sasa akasema ya kwamba ni vyema sasa tuiendee sanduku la Bwana Mungu Yehova. Kwa hiyo sasa Daudi baada ya kupanga vita akasema sasa na tuendee sanduku la Bwana. Sanduku la Bwana siku ya leo nataka utambue ya kwamba sanduku la Bwana lilikuwa linawekwa ni mfano wa wakati wa sauti ya Bwana. Nani akasema twende tulipandishe sanduku la Bwana katika gari, ndio likuje na makuhani wa Lawi, kabila ya Walawi, ndio tuambatane sisi wote pamoja, ndio twende katika vita. Daudi hakubali kwenda vitani bila kuwa na sanduku la Bwana. Sanduku la Bwana lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu, kuwepo kwa Mungu. Yaani ukiwa na sanduku la Bwana, Mungu ako pamoja na wewe. Umepanga jeshi, umepanga vita, una askari wa kila aina, una kikosi kikubwa, lakini pamoja na vyote una Mungu Yehova ameambatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kila vita hawezi kushinda bila kuwa na Mungu. Majeshi kwa wapi majeshi? Sanduku la Bwana lilikuwa linawakilisha kukua kwa Mungu pale, uwepo wa Mungu kuwa pale. Lilikuwa linawakilisha kuwepo kwa neno la Mungu kuwa pale. Jameni, hapo sasa ndio mimi nataka kukolea, kwa sababu nimesema ya kwamba nakupa mfano ya hapa duniani, kama vile Iraq wanapigana, kama vile Amerika wamepigana, Kenya tumepigana sana na Uganda, tumeshapigana, tunapigana na Al-Shabaab. Jeshi limeenda Somalia kupigana. Tumetuleta sasa Daudi naye amepigana, amepanga kikosi chake, anaingia katika vitani. Sasa Daudi ndio sasa aweze kushinda vita sawasawa. Amepanga kikosi chote, pamoja na kwamba wewe unajua kuomba, unajua kufeka, unajua kupogoa, mikesha unajua kuja mikesha, ibada za kila siku unajua, una upendo kwa watu, lakini kuna sehemu ya kwamba uwepo wa Mungu ndani yako, neno la Mungu ndani yako, utakatifu kwa
nao, ukiwa nao na uko na kushindana, ukishindana ukiwa nao, jameni ni lazima utamiliki. Wakati huu ukiwa ni wakati wa mavuno, ni lazima kikosi cha vita upange. Baada ya kupanga kikosi cha vita, ni lazima utambue ya kwamba unastahili kuwa na Mungu ndani yako, unastahili kuwepo kwa Mungu ndani yako, unastahili kuwa mtakatifu katika vita zako, unastahili kuwa na neno la Mungu katika vita zako. Bwana Yesu asifiwe. Ukivitenda ni lazima utashinda. Utashinda ukivitenda. Utashinda ukivitenda. Daudi siri kubwa ni ya kwamba alitambua vita hizi vita, pamoja na kupanga hizi vita, bila Mungu hatutaweza kushinda. Akawaambia wazee, jamani, kama ni vyema tuendee wazee wa Lawi, tuendee kabila la Lawi na makuhani wote na sanduku la Mungu. Sisi tunashindana vita, utakatifu upo, unashindana na vita, unapigana vita, una utakatifu. Inastahili upange vita na ukuwe mtakatifu. Usitahili kuwa na utakatifu na hauzipangi vita. Mungu unaona mjini. Niliongea na kiongozi mmoja hapa, ajui kama nimepanga hiyo style. Akasema unaona hata mtu kama Zakayo yule ambao waliendana sasa ati ni maskini anakula chini ya tajiri. Ni mtakatifu lakini akubroke mpaka anaenda mbinguni akiwa broke. Unaweza kuwa mtakatifu na uko maskini. Kuna wahubiri wengi kabla alikuja ufuko na uzima, desturi yangu ilikuwa kufunga na kuomba. Tulijua tu namna ya kufunga na kuomba. Wakatoa tuna neno sana, lakini tunajua tu kufunga na kuomba. Tumekutana sana na wamama ambao wanafunga na kuomba wakimlilia Mungu. Tumekutana na wazee wanafunga wakiomba wakimlilia Mungu. Lakini mtu akoblock ukisema jamani tutoe fedha twende Nairobi, at least tutengeneze mazingira ya kuombea aboleta wanataka mlipie. Yaani ana familia lakini hana chochote. Ni kwa sababu gani? Anatafuta utakatifu lakini hajapikana. Bwana Yesu asifiwe. Ufufuo na uzima tumekuja na style ya kwamba tunapigana utakatifu tunatenda na neno la Mungu tunatekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kama sasa kwa upande wa Mungu, neno la Mungu. Unaona hapa anasema ya kwamba baada ya kumaliza kulipanga jeshi, akajiendea sanduku la agano. Nimesema sanduku la agano ni uwepo wa Mungu katika eneo lile. Wewe unaenda vita kwa neno la Mungu, unaenda vita una Mungu ndani yako, utakatifu uko nayo. Kwa hiyo unapigana, unajua kuzipanga vita. Una utakatifu. Wakati unaenda vita bila utakatifu, jamani hautashinda. Hauwezi shinda vita, utapigwa. Kuna wakati Israeli ilipanga vita. Israeli iliipanga vita na mji unaitwa Jericho. Jericho ilikuwa very power. Yaani walikuwa very powerful. Wako na nguvu kufa mtu, wako na nguvu. Maandiko inasema Jericho ilikuwa na uwezo wa kujenga ukuta asijui magari zinakimbia laini ngapi hizo? 3. Zinaweza kimbilia kwa ukuta tatu. Zinakimbilia kwa ukuta na wenyewe ni mrefu. Inji kifanya hiyo ni inji tajiri. Utajiri wa nchi unajulikana na uwezo wake. Yaani mali yenye wako nayo. Wakati tunasema kwamba Amerika ni superpower, ukifika kwa financial wako sawa. Kitambo ndio vita za George Bush akipigana na Iraq na Saddam Hussein. Amerika ilikuwa na uwezo wa kuwapiga. Baada ya kuwapiga tena yaanze kusimamisha uchumi wao. Mijengo yote ambayo imeangusha ilete pesa waanze kujenga na iweke serikali na tena iwapee mshahara waanze kuendelesha serikali. Wanapiga na wanaendelesha kutengeneza. Japani ilipigana na Amerika. Amerika ikapiga Japani. Baadaye Amerika ikahusika na kupanga jeshi na kutoa pesa mpaka maandiko yaani ukisihistoria unasema ya kwamba wakawatengenezana katiba kwa siku 11. Katiba ya Japani ilitengenezwa kwa siku 11 na ile katiba ikawekwa ndani yake kwamba na msiai kuwa na jeshi. Umeona katiba wametengenezewa. Nchi kuwa na nguvu ni kwa hiyo ukisikia nchi iko na nguvu ina utajiri na nguvu zake zinajulikana kwa vita. Kama Amerika, napenda story ya Amerika. Amerika inasemekana kwamba kufikia dakika hii Amerika wana uwezo wa kupanga vita mara 4 bila kuitisha msaada kwa vita za upande mbili kwingine. Yaani wana uwezo wa kupanga vita kupigana na Russia, nchi kubwa, na wapange
wapeleke Russia. Za huko zimeenda zinapigwa huko, na Iraq zimeenda zinapigwa huko, labda wakiongezea Somalia zingine zio zinatandika huko, na bado uchumi wao unaenda sawa. Nchi kuna nguvu, inajihusisha na vita. Bwana Yesu asifiwe. Nchi kuwa tajiri inaonyesha utajiri unapatikana kwa vita, lakini kuwa tajiri ni uwezo ambao unaonekana. Sasa Israeli ilikuwa nchi ambayo ilipanga vita na nchi kubwa. Yeriko ilikuwa na uwezo utajiri. Ina geti zake zimeundwa sawa sawa. Kuna mtu anayeweza kupita. Unakumbuka maandiko kwa inasema ni vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, ni hata heri ngamia kuingia katika tundu la shindano. Nilifuata sana hilo andiko. Jamani, nilifuata sana hilo andiko. Wanatheolojia kabla hao wanasema mimi nawauliza jamani, hii shindano ni nini? Hii shindano inasemekana kuingia ama Yesu alimaanisha nini hapa? Kumbe tunasemekana kwamba Yeriko ilikuwa na geti nzuri kubwa sana. Na katika geti nzuri kubwa ilikuwa inafunguliwa masaa ya asubuhi, watu wakitoka na mangamia zao, wakienda kuchuna vitu, wakienda kuleta chakula, na wakienda shughuli za kila wakati. Ikifika masaa ya saa 12, geti ile ilikuwa inafungwa wanyama ambao wana nguvu ya kuvuruta. Ile geti inavurutwa na wanyama na inafunikwa, geti nzito, haiwezi kufunguliwa na wanadamu. Wakishaifunga kuna baki na kageti kamoja, mdomo inakaa ya sindano. Unaona vile nilizidiwa na theology. Sasa mdomo inakaa sindano, sasa ilikuwa hii sindano, mdomo sindano ni kama hii geti yetu kubwa. Kuna vile tunafunga magari siingie na kuna baki na kageti kadogo. Sasa hata kageti kadogo, wale ambao walikuwa wamechelewa ile kwenda kutafuta chakula na mangamia zao, walikuwa wanakuja, jamani tumechelewa, geti imefungwa, tukafanyaje? Staili zungisheni vitu kwa ngamia, na baadaye ngamia zitalanda ile itabidi zifinywe. Sasa ngamia kuingia katika tundu la shindano ilikuwa issue. Unaona nilizidua na theology. Ndio kutafuta maneno ya Mungu ni vizuri, zingine unapata zenye ungeaijua. Sasa ngamia ilikuwa inabidi bado mpaka basi tinyiliwe, watu wakanyaga vizuri mpaka ingie ndani ya geti. Sasa Mungu ndiye Yesu akasema ni heri tajiri hawezi ingia ufalme wa Mungu, na hata heri ngamia kuingia katika tundu la shindano. Nilifuatia sana nikitaka kujua, na hilo ndio jibu nilipata. Sijalifanyia usahihi kuelewa ni ukweli ama sio ukweli. Sasa Yeriko ilikuwa tajiri sana, Masai kwa sawa. Yeriko ilikuwa na nguvu, ilikuwa tajiri. Waisraeli kapanga vita na Yeriko. Yeriko ikapanga vita na Israeli. Vita kubwa, ni samu kama sawa sawa. Tuwe na Mungu ndani yetu na tuseme tunapanga vita na Amerika. Ni kitu haiwezekani, lakini kwa sababu kuna utakatifu, kuna Mungu ndani yetu, kuna neno la Bwana linasema ya kwamba na kwa kila jambo mnaomba na kushukuru. Kuna sauti ya Mungu ndani yetu inasema ya kwamba Mungu akiwa ndani yako wewe ni mkuu kuliko wale wengine. Ukishakuwa na haya yote na utakatifu, jamani, tukienda kupigana na nchi kama ile, hatuna uwezo wa kuipiga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Israeli kafaulu kupiga Yeriko, ikaipiga, na baadaye ukuta ukaanguka. Ilipiga kwa sababu gani? Wana nguvu. Lakini baadaye Israeli hawa kuna wakati wakatenda dhambi. Kulikuwa na wakati Israeli watoto wengine wameenda kupigana, wakatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kile kitu wamesema usibebe, wakabeba na wakajipiga. Baadaye wakapanga vita, wakasema kwa hiyo wameweza wamepanga jeshi mpaka wako sawa. Sasa wakati walipokuwa sawa, wakasema na hiyo ni wakati wa Joshua. Wakati walipokuwa sawa, wakasema kama tunaweza piga hivyo Yeriko, ni nani mwingine anaweza simama na sisi? Yeriko ilikuwa kama Amerika. Wamepiga nchi kama Amerika. Ikafika kama tumepiga nchi kama hiyo, tunaendelea kumiliki. Unajua wamepanga vita, wana utakatifu, wanamiliki wakisonga, wanamiliki watu maadizao wakisonga. Ikafika wakati sasa wamepiga Yeriko, nchi kubwa, nchi ambazo zimebaki ni vichanga hazina uwezo. Wakakutana na kainji kamoja sasa, kanaitwa mfano tu Uganda, lakini ni Ai kalikuwa kamji kadogo. Wakaambiana kwa staili ya Ai, chukueni watu 300, hatuadhibu wakati wa kupigana na Ai. Lakini pamoja na wanajua wao ni mashujaa, wako na watu watatu wenye wanajua tu kubeba silaha za vita, wako na watu watatu kupanga vita wanajua, wako na askari
wanajua kutoa majira ya kupigana, lakini tatizo hawakuwa na Mungu ndani yao. Yaani utakatifu umewaondokea. Mungu amesema mkiwapiga msibebe chochote. Wametenda kinyume na Mungu, Mungu atawaondokea. Ndio baadaye sasa wanapoenda kupiga mji mdogo, wanasema watu wa 300 waende wapige. Walipigwa wakauawa vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi? Majeshi ya kupiga majeshi. Hizi vita tunashindana ni vita za kumiliki. Tunashindana vita ndio tuweze kumiliki. Umenyima familia, shindana utamiliki. Umenyima pesa, shindana utamiliki. Kwa hiyo umegandamishwa, unarogwa, shindana utashinda. Lakini jameni, pamoja na kufanya hizo zote, lazima upange vita, ukamilishe vita. Uwe vipi kupiga maombi. Kuna maombi ya kushindana, kuna maombi ya kubomoa madhabahu. Hizi vitu zote ni lazima tuunganishe. Hapa unaona uzima wa tunazipanga zote. Mimi nimesoma dini. Sisi nimesoma mambo ya kichawi. Nimesoma fahamu bila za shetani zote nimeweka kwa kichwa. Namna ya kufufua, jinsi ya kufufua wao. Zote kujenga mega church. Gharama za kuambatana, vitu zote kuingiza ndani. Maombi ya kubomoa nimesoma, jeshi la watu. Nimesoma hizi vitu zote, nimepaili ndani yangu. Baada ya kupaili hizi vitu zote unazitenda. Kuna maombi ya kushindana zote umechanganya ndani. Mkate wa kila siku umesoma hizi vitu zote. Baada ya kuweka hizi vitu zote na unapenda, unahudhuria ibada zote, unakuja mkesha, unafunga. Hizi vitu zote ukiunganisha na utakatifu usikose ndani yako. Neno la Mungu likae ndani yako. Ni lazima ukamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, lazima ukamiliki. Kumiliki hakuji kwa kuwekewa mikono. Kumiliki hakuji kwa kuwekewa mikono. Ukisikiza neno la Mungu na ukubali kutenda neno la Mungu, kama sisi tulienda Tanzania. Hapo ndio siku nikasema kuna maana pia lazima niongeze uzito. Neno la Mungu linasema na ishara hizi zitaambatana na wale waamini. Kwa jina langu watatoa pepo. Tunapaka kwa tunatoa. Tunapiga ya wanandoa. Kwa jina langu tunaongea kwa lugha mpya. Hapa ndio watu wanatepeka. Sasa hizi mambo zote ukipanga na tembea. Hiyo basi haina mahali inasema na wataongezewa fedha. Ukipiga kwa fedha, Mungu akasema ya kwamba na heri mkono wa kutoa kuliko wa kupokea. Yaani ni heri. Paulo anasema ya kwamba na vile mimi Bwana Yesu alivyoniambia, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ukisoma story ya Paulo, hiyo ni Acts of Apostles 20:32. Anasema ya kwamba nikawaita, akasema mniitieni viongozi wote wa Asia, wazee wa Asia wakuje. Baada ya wahubiri wote kutoka Asia kuja mbele ya Paulo, Paulo akakalisha wahubiri watu wazima, akawaambia, jameni, si mimi mnanijua? Wakasema ndio baba. Vile huwa tunasema ndio baba. Akasema mimi kwa mikono yangu nilifanya kazi kwa mikono yangu ndio niwapate. Paulo ndiye apate hao wahubiri. Ilibidi jameni watu ndio wakuje kusikiza neno la Mungu. Paulo aseme jameni, huko mimi leo nagawa soda, wanakuja kupiga soda, neno linaingia, akawapata. Akawatengeneza wakawa wahubiri. Sasa anasema mimi ninaondoka. Na anafanya hivyo kwa pesa zake, sio kwa mchango. Jamani, mnichangieni, nataka kwenda kuona children's home. Hapana. Ni kwa pesa zake. Kwa pesa zake. Na hapa ndio mimi nimekuja kuona hiyo. Tukisema twende children's home, unapata kitabu cha children's home kiko hapo, ndio hicho unapata pastor ameandika yake hapo. Robinson viongozi wameandika. Ndio tukuje kwa watu, jamani, Bwana na sisi lazima tumetoa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tunaanza. Tukijifunza maombi ya uongozi, anatuambia mchungaji, anatuambia ni rahisi kuambia watu wafanye kile wewe huwa unafanya. Lakini nisiwaambie mtu ongeleni Mungu na wala utawani, iwezekani namna hiyo. Sasa Paulo akawa anawaambia ya kwamba mnanichua vizuri kwamba kwa mikono yangu alikuwa na kampuni ya kushona ngozi. Nilifanya kazi ndio niwapate nyinyi, na ukweli alifanya kazi ndio wapate wahubiri. Na akawapotia maandiko vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, nikeni mkono wa kutoa kuliko wa kupokea. Sasa ukisoma katika ishi ya kuwa na mali, utapata Mungu anasema ya kwamba na mimi nasema mnicharibuni mimi, muone kama sitaongeza mpaka muwe na mkose mahali pa
unachukulia pale. Ishi ya kuwa na mali kumbe imewekwa kwa kutoa. Ukijadilisha mambo ya kutoa, Mungu atakuongezea. Lakini ukipata 10,000 yako, kutoa 10% unawazanga kwamba unawaza sana. Nasema jamani, Mungu ataelewa. Nilikuwa hivyo hata mimi kabisa, sio wewe. Mimi mwenye nawahubiria hata mimi nilikuwa kasi. Kuamua kwamba ninaweza toa 1,000 kwa 10,000. Ilibidi nipige majeshi. Nikapiga majeshi mpaka roho ya kutoa iingie na ikaingia. Sasa sinanga hicho hapo kinipea 1 million lazima nitatimiza ya Mungu. Jamani ni kazi ngumu. Kuna mtu hapa akitoa akipata 20,000, 10% atatoa 10 shillings. Yaani hapa ameshindwa. Ni mashetani kabisa ya kuhakikisha kwamba usitende neno la Mungu. Mungu anasema mnijaribuni muone kama sitawabariki, lakini ukipata kwanza ibilisi anakupesa kwanza na matatizo. Umepata lakini mtoto ni mgonjwa. Ukitaka kusaidika huko jamani, wale ambao walikuwa Tanzania tuliambiwa giving is life. Nikasema kwa hii style watu wapende kusikia issue ya giving, wacha tu niweke masikio. Usipokuwa wakati huu kulikuwa na kutafuta mingi. Injili ilihubiriwa makambre na ilikuwa usiku na tumechoka, lakini kasitikaza tu nikapata ile nimepata. Ile jamaa ikasema giving is life. Wakati unakosa kupeana ndio maisha inakutumikia. Ukitaka kuishi toa. Hakuna hasara kwa kutoa kabisa, nilikubali hiyo story. Jamani, ishi ya giving imeleta Wakristo nyuma. Ukienda kwa mambo area ya fasting, mimi nimefunga maono hapa. Tumefunga sana kabla kuja ufona uzima na kuura. Pale tulikuwa tuna risk hata kazi. Tunasema kwa hii style sababu supervisor anakaa na mauzauza, tumufieke ndio twende tufunge. Kwa jina la Yesu na kufunga macho wakati tunaenda 3 days fasting bila kula na kunywa, tunakuapisha kwa damu ya Yesu kwamba usifungue macho ya kutuona. Tunaenda kuna mahali maoga alinipeleka tunaitwa Godiba. Tunaenda pale tunaanza kushindania huko jana tunaomba Mungu. Tumefunga. Huko tulikutana na watu wanafunga zaidi ya sisi. Kuna watu wanafunga 7 days kwa sababu hawasomi maandiko. Wanafunga tu kidogo hawasomi maandiko. Lakini watu wa kuomba na kufunga wako broke sana. Ni kwa sababu gani? Kuna area ya kuleta mali, ni ya ukitaka hiyo area ufaulu, ni lazima ujaribu Mungu kwa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio shetani ametembelea. Ukipata tu mali popote ama kwanza kulikuwa kitu na mjadala nikasema jamii mimi sitapenda mambo ya internet sana. Hapa ningepiga nitoe mawazo pia. Wanatoa mawazo, tunajua the Kenyans 1% ndio wanabelieve kwa mapasta wao. Reason ni pasta wanakula sadaka. Yaani hiyo ya shetani anaitembelea kila mwaka. Wakati mwaka ilianza hivi wanatoa ripoti, wanaanza na mapasta. Hatu wa Kenya wote 1% ndio wanaamini mapasta wao. Reason ikiwa sadaka. Umeona? Shetani anatembelea hapo. Tukitaka kushinda ni lazima tuwe na sanduku la agano. Daudi alipanga vita pamoja na kupigana, akamalizia akasema ya kwamba na sasa tuendee wazee wa Lawi na makuhani, ndio sasa tubebe ukuwepo kwa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio sauti ya Mungu, ndio neno la Mungu. Ukikubali kutekeleza neno la Mungu na unashindana, ni lazima ukamiliki. Na hapo ndio Ibilisi amekalia. Ukiongea ishi ya kutoa jamani watu sura za badilika. Mimi kwa nahubiri ni injili ya kutoa na mimi nina uwezo wa kujua sura kama imechange. Imekuwa kwa furaha imebadilisha inaenda kwa tune ya sura. Sasa ukipiga injili ya kutoa, mtu anajifanyanga anaonea hapa. Hadi sasa kuna kasunguli. Na unapiga injili badala ya kuangalia unachemka. Unajua sio hubiri tukitaka kutoa Mungu pepo na angalianga hivi. Usifunge macho, hiyo ndio style ya kutoa kwa shetani. Usifunge macho. Nikikuombea kwa jina la Yesu, usifungi macho. Unajua kwa nini Mungu anatumia macho kuangalia macho? Na macho ambayo ni ya mapepo ndani ya mtu kikuangalia anaanza kukuliana. Sasa ukipiga injili ya kutoa mimi na wanatoa. Mtu anajifanya hapo busy. Mimi najua tu ni ile ngumu. Shetani anashika upande wa kutoa. Shetani lakini upande wa kutoa usikose kutoa. Mimi ni hili kwamba hii kutoa ni ukorojo tu sababu siku anajua. Baada ya kujua ninatekeleza. Na kweli ukitoa Mungu anasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe.
Yani kama uko hapa, udhaifu wako ni upande wa kutoa. Shindano sana. Wale walipanga Waisraeli vita, pamoja na kwamba wana kikosi cha nguvu, pamoja kwamba ni mashujaa, wana silaha zote, wakati walikosana na Mungu, kuwepo kwa Mungu wakati kulikosekana, wakapigwa na kaichi kadogo kanaitwa Ai, akawapiga. Ni lazima tujue kushindana, ya kutoa kujikase, pamoja na kwamba hiyo pati imeingiliwa sana na shetani. Jameni, upande wa kutoa Ibilisi ameingilia sana. Ukijaribu kusema hiyo, jameni, wanataka pesa zetu. Na ndio mimi nikuhubiri tutakutoa. Hata nataka hiyo sadaka izilete. Hivi sababu desturi yetu watu tunafanya, sababu mtu anachukua baadhi, nataka aelewe ya pato ushindi, lakini mtu anaelewa mbaya. Lakini kuanzia leo ni mwaka wa mavuno. Wakati ni mwaka wa mavuno, jaribu sana pati zote ufanye. Panga vita, shindana, piga mikeka, neno kuwa nalo, tolea Mungu. Hizo vitu zote ukishikanisha utakuja kushuhudia hapa. Utakuja kusema Mungu ninakutendea. Lakini mwenye amejikata na 20,000 zake ya mimi ni mipango niko nao, unajua hata sijajenga, hata sijafanya nini, utapata hapo pale. Shida zinaongezeka. Lakini ukijikaza hiyo hela mimi ndio ni mashetani tu kitandika tu mpaka uwe flexible. Ukiamua umepata 20,000, utoa 2,000 sio issue. Sasa ule mwingine nimepata Tanzania naitwa Dr. Tora. Kama dada tulikuwa nao. Jamaa kasema yeye anatoanga 50%. Anatoanga 50%. Akipata 50 million anatoa 25 million. Wewe upata na milioni ngapi moja utatoa ngapi? Yangu kujaipata milioni, lakini ukipata mzako utaona mwizi. Unaona? Sasa Dr. Tora anatoanga 50%. Alafu siku ya kibiri anapitishia, anataka kuongeza au anatoa 99% ati ndio akule 1%. Ati ukipata 10,000 ukule 100,000 shillings. Sababu utasema hapo wanakula. Lakini mtu anafanya na ametajirika. Na ni jamaa tajiri, yani ukikuenda kutembea na ndege ni kama sisi kutembea na baiskeli mimi na Robinson. Lakini tutatoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Sasa wakashindwa kwa sababu ya kuwepo kwa Mungu. Nimesema sanduku la agano linawakilisha kuwepo kwa Mungu. Wewe wakati utajua kupanga vita na ukose kuwa na utakatifu, ukose kuwa na neno la Mungu ndani yako, ukose kutekeleza neno la Mungu, vita utashindwa. Watu wameshindwa vita kwa sababu hawajajua kutekeleza neno la Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba usitake ndani yenu. Lakini tunakuona tunacheka hapo na majiano na vijana. Jameni, utashindwa. Hata ushindane hautoboi kwa sababu umeshindwa na utakatifu. Yani kabisa ukijua kuzipanga vita na huku sauti ya Mungu iwe ndani yako, neno la Mungu iwe ndani yako, utekeleze neno la Mungu, hakuna Mungu atasimama mbele yako. Utashinda maadui zako, wapende wasipende. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Nataka tusome mambo ya Nyakati 2. The second Nyakati 25. Second Nyakati 25 kuanzia verse 8. 25 kuanzia verse 8. Kuanzia verse 8. Nasema, lakini ukitaka kwenda pata kuanzia 7. Kuanzia 7. Ya kuelewa vizuri hapo. Kuanzia 6. Akaajiri pia watu mashujaa 100,000 wa Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nao, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Israeli. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu kupigana. Mungu atakuangusha mbele ya adui, maana Mungu ana nguvu za kukusaidia na kukuangusha. Majeshi. Huyu anaitwa mfalme wa Yuda. Ameandika anataka kupanga vita.
Ukisoma nyuma, anaitwa mfalme Amazia. Alikuwa ameshinda vita mpaka ana furaha. Sasa amepanga kupigana na nchi kubwa sasa. Wakati amepanga kwenda kupigana na nchi kubwa kwa furaha ya kupigana sababu ameshinda sana, akaamua na ahusishe mfalme wa Israeli. Watu wa Israeli pia wakusaidie. Kulikuwa na wakati hii watu walikuja wakagawana. Kukawa na taifa la Israeli na taifa la Yuda. Sasa tunaongea kuhusu Yuda. Ikawa inapanga vita na imefaulu katika vita. Baada ya kupanga ikafaulu katika vita, inataka kwenda kupigana vita zingine. Lakini sasa wakajaaliana na sasa tualike rafiki yetu, jirani yetu, ndugu wetu wa damu Israeli akuja atusaidie katika kupanga vita. Sasa akalipa pesa ili kwamba jeshi la Israeli likuje lisapoti jeshi la Yuda. Tunaongea Yuda sasa. Wakati sasa ameshalipa jeshi la Yuda, yule mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu akaja. Akasema ya kwamba jameni, watu hawa usiende pamoja nao. Na anaongeza anasema ya kwamba lakini ukitaka unaweza kwenda pamoja nao. Isipokuwa sauti ya Mungu inasema usiende nao. Watu wana mazoea, wakati tukisema neno la Mungu wanawasa ni Uma amesema. Bwana Yesu asifiwe. Uma ana uwezo wa kuambia jambo. Ni Mungu anasema ndani yangu. Ukikubali kusikia sauti ya nabii, ukikubali kusikia sauti ya mhubiri, ni sauti ya kutoka mbinguni. Leo sauti inasema ya kwamba ni wakati wa kupata, wakati wa kumiliki. Lakini kumiliki utamiliki ukipanga vita. Sasa Amazia akaamua ya kwamba unaweza kwenda, lakini Mungu hayuko pamoja na wao. Usikubali watu wa Israeli kwa sababu Mungu hayuko pamoja nao. Wewe na peke yako, lakini ukitaka enda na wao. Kwa maana Mungu anazo nguvu za kufanya ushinde na pia na nguvu za kufanya ushindwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa jamaa kabaka watu. Yaani Mungu ana uwezo wa kufanya upange vita. Pamoja na kwamba unaenda kupigana na taifa kubwa, issue ni kwamba wewe unapanga vita, issue ni kwamba kuna utakatifu. Ukitembea utakatifu kamiliki. Ukitembea na Mungu ndani yako utamiliki. Tusome kitabu kimoja, masaa sio mzuri sasa tukisikia hapo. Tusome kitabu kimoja, Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews 12:14. Tusome hiyo ya mwisho. Hebrews 12:14. Waibrania 12:14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Na huo utakatifu. Jamani, watu wanaimba kwa kanisa, watu wanaweza imba, wanaweza hubiri injili, wanaweza kuwa watoaji, wanatoa 10% mpaka zaidi. Kama mimi nasema nitoe hata 20%. Unaweza fanya mambo yale yote, lakini ukikosa utakatifu hautunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mseme, mimi nawaambia sauti ya Mungu, neno la Mungu, ukilishika unapata ushindi katika maisha yako. Kawaida ya Mungu anasema ndani ya wanadamu. Usiwe kama mimi na bora siku nyingine mimi nimeenda kuomba ngolipa 3 days. Lakini lengo ni kwamba nataka kusikia sauti ya Mungu, lakini mawazo ninataka nisikie mbingu inapasuka iseme. Lakini leo nimewaona sasa mnaomba na mnasema mnataka sasa kuwa manabii wakubwa. Nilikuwa nasikia nataka nisikie vitu kama hiyo. Sio hivyo. Sauti ya Mungu inapitia kupitia mtumishi wa Mungu. Wakati nimesimama hapa nawakilisha Mungu anateremsha. Wakati tulisoma kuhusu ishu ya madhabahu, tukasema mahali ambapo tumeweka madhabahu ni mahali ambapo Mungu anasema na wewe na unapeana ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata kutapata kwamba mtu ana dhambi akisimama kwa kuhubiri, usipomheshimu na naadiwa. Nani kabisa tunamjua huyu jamaa na yeye unajua anakuamsha radi.
wakati anasimama kwa madhabahu, kubali kusikiza, pamoja na unajua na weakness zake. Umeona, sikiza, kwa sababu wakati huo Mungu huwa anasukisha nguvu. Kama katika madhabahu kuna nguvu, tukisoma isho madhabahu, kanisa yoyote katika madhabahu kuna nguvu za madhabahu na kuna nguvu za wewe mkuhani wa madhabahu. Yaani nikija hapa, nikiwa hapa, uwezo ambao ninatumia sio uwezo wangu, ni uwezo wa madhabahu huko hapa. Unapata kwamba uwezo wangu wa rohoni unasoma lazima kuwa tunazita asidi. Inaweza kuwa na uwezo wa rohoni wa kiwango ya 20%, lakini madhabahu imebeba uwezo wa 100%. Sasa hivi kioperate na 100%. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia na ukubali uwezo wa Mungu ambao unatumika hapa, unatenda kazi ndani yako. Mimi natumika kama chombo. Ikiwa hapa kuna nguvu ya madhabahu, nikisema Mungu amesema, majeshi kuna watu wangapi hapa? Majeshi. Kama tupige mkwenu kwanza. Ndio. Unajua kuna mashetani wakoja kuwekea watu lata spirit. Yaani mtu amelala tu anafikiria hapo kwa baba. Kutulia. Sio hivyo, jikase bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jikase. Isipokuwa unanifanya hivyo ndio wale unatafakari leo. Ambayo unaleta wewe usifanye hivyo, hata mimi na kwako kizazi nafikiri. Najuaga unajikasa ndio usikize sauti ya Mungu. Mimi kuna wakati walikuwa wanahubiri mahali masaa 5, lakini umeshikwa na usingizi na uchovu pamoja, wakisema Bwana Yesu asifiwe, unasikia hata kwa roho anasikia ni Mungu anaelewa tumesema yeye. Yaani toa tu sauti, Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi majeshi? Sasa usome kitabu, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao usipokuwa nao hauwezi kuona Mungu. Watu wanawaza kuona Mungu kufika mbinguni. Hapana. Unaweza ona Mungu kwa biashara, unaweza ona Mungu kwa kazi yako, unaweza ona Mungu kwa masomo, unaweza ona Mungu kwa familia yako, ukitafuta utakatifu kwa bidii. Kuna story watu wanasema amani iwe pamoja nanyi. Tumeshakuwa mahali hapo tunatoka. Amani yapatani iwe pamoja nani. Tunaenda sasa tuna amani. Sio lugha ya mbinguni ni utakatifu. Tafuteni kuwa na bidii na watu wote na kuwa utakatifu, ambayo usipokuwa nao hauwezi kuona Mungu. Uking'ang'ana upase kufaulu kuwa mtakatifu na huku na shindana, utamuona Mungu kwa kazi zako. Takuja kutushuhudia. Ukifanya jambo unaliona Mungu ndani yako. Uko na biashara utaona Mungu. Ukiwa kwa asili utaona Mungu. Utashuhudia ya kwamba kwa watu wote mimi ndio nimechaguliwa, ndio kusema. Ndio huwa napanga watu, lakini ukija hapa unashindwa tu kipeso. Hii utajua tu kwa kuna style fulani, tengeneza mambo. Sababu ukishindana na umetengeneza mambo utamuona Mungu. Usipomuona Mungu na mambo yatengeneze. Majeshi huo utakatifu ambao usipokuwa nao hauwezi kuona Mungu. Ukipanga vita ufaulu kwa jeshi nguvu liwako nazo, bila kupanga vita utashindwa. Sisi tumefunza watu kushindana, kupigana, piga majeshi, lakini unapiga na huku roho iko chafu. Huku unasengenyana. Huku unatengeneza udongo, unasengenya watu. Unapigana huko kwa maplot, lakini huku tunafyeka, tunapoka, tunapiga. Sio hivyo. Ukiwa na utakatifu, ukiwa na utakatifu utamuona Mungu kwa kazi zako. Utamuona Mungu kwa biashara, utamuona Mungu kwa familia yako, utamuona Mungu mahali popote utakapofanya nako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jifanya bidii kwa na utakatifu. Fanya bidii kwa na utakatifu. Mwaka huu ni mwaka wa mavuno. Lazima tujue kupanga vita. Baada ya kupanga vita tunaongeza utakatifu. Sauti ya Mungu ndani yake. Ukitekeleza neno la Mungu na kuna utakatifu, lazima utamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Na tunaweza kumalizia. Kwa hiyo siku ya leo tunataka tushindane kwamba tushinde kila kazi za ndani. Uwe shujaa wa vita. Tumejifunza kuvijua vita.
pigana vita, na ndani ya vita tumesema mwisho ya kwamba ni lazima uwepo wa Mungu uwe ndani yako. Uwepo wa Mungu uwe ndani yako. Wakati tunajifunza hapa mambo yote, lengo tu ni kwamba usijue vita na tena Mungu awe ndani yako. Uwepo wa Mungu uwe ndani yako. Ukisha kuwa ndani yako, hakuna ishu ya kuombeana sasa. Kila mtu atakuwa mashina ya kupiga kazi na shetani. Kwa hiyo dakika hii nataka tutashindana leo. Yaani wewe leo utafanya vita na watesi wako. Nishindana na roho ya kufanya utekeleze neno la Mungu. Mimi nimesema ya kwamba roho kuniingia ya kwamba sasa ninaanza shinda roho ya kutamani 10%. Nilishindana. Unajua mtu anaweza jidai kwamba anajua mimi natoaka. Au tawangi wengine watu. Unaweza sema hiyo ni roho inazuia mtu. Ukishindana vizuri na kuondokea, unajipata sasa unaweza manage. Halafu upande wa dhambi uepuke na mambo ya dhambi. Ukijua una weakness na mambo ya wanaume, usisongee mahali wako. Usisongee mahali wadada wako. Yaani kama ni masengeli, epukana na mahali kuna area ya watu kusema. Hasira punguza. Hizo vitu zote ukiwachia na upigane, jameni utamiliki. Leo tunaenda kufanya vita la kumiliki, vita kwa kuwa tasujaa, yaani upange vita mpaka uwe sawa kwa mambo ya vita. Kuwa sawa katika vita ni kwamba kuhakikisha umepanga vitu zote uko sawa, kushindana uko sawa, kufunga uko sawa, unaweza funga. Wakisema Wednesday tunafunga, unamsikia una uwezo wa kufunga. Najua usiku kitamka watu wanasikiana wamechoka. Lazima ushindane na shetani wa kuachie uweze kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa leo na tuchukua sadaka yako kwanza. Ndio tukiingia wote tunaenda kujimalizia. Chukua sadaka yako, uombe. Sasa tutapiga tukiwa tumemalizia hiyo pale. Jina la Yesu Kristo, Baba wewe upewe sifa. Umetupa neno lako, sauti yako imekuja kwamba tujue vita. Siku ya leo nainua matoleo haya mbele zako ya kila mmoja, nikisema kupitia matoleo haya, wacha Baba uwezo wa kujua vita na kupanga vita uwe juu yetu. Kwa sababu kupitia haya Baba umetuonyesha kwamba tukizipanga tutamiliki. Ninapisha uwezo wako, roho yako ya kupanga vita iwe juu ya kila mmoja siku ya leo. Nguvu na mashetani wa kumshikilia kupange vita na ziyeyusha kwa damu ya mwanakondoo. Uliopewe sifa maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo sote tuseme amen. Amen. Unaweza leo tunatolea hapa kale wasioweza. Unaweza imba, unaweza Hallelujah.
Kuvijua vita. Leo mimi nataka ile kitaka ambalo uko nalo. Mimi najua ya kwamba kila mmoja kuna kitu anajua ya kwamba anahitaji kwa Mungu akaweze kumtendea. Tumejifunza kuvijua vita. Hiyo ni kupanga vita. Leo tunataka tupange vita. Ile sehemu ambayo unajua ungependa Mungu akutekeleze, ni wakati wa kuzipanga. Ni wakati upange vita, mambo ikuwe sawa. Ukuwe na utakatifu, ukuwe na sauti ya Mungu, uombe kwa neno la Mungu. Imeandikwa, mambo ya Mungu inaenda kwa neno la Mungu. Upange vita leo na utaendelea kutekeleza kupiga vita. Lazima utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Historia ile nimekupa ya vita za duniani ilienda hiyo, lakini ilitokana rohoni. Lengo la shetani alikuwa tu anataka kuangamiza watu wa Mungu. Dakika hii shetani amebadilisha vita ziko kwa style ya rohoni. Badala ya kwamba sasa tukuje tumilinde safu kwa sasa vita zinapigwa za rohoni kwamba ukose vitu, ukose watoto, ukose mali, yani ukose ukweli, hata ukose shamba ufukuzwe. Yani uwe hauna kitu, ukose amani, nguo hauna, kazi umefutwa, vitu nyingi ambazo shetani anazifanya vita na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio ushinde hizi vita ni lazima ujue vita. Nimekupa mfano, sauti ya Mungu imekuja leo, ukitumia hiyo utashinda. Majeshi. Yani leo chukua nafasi ya kwamba napanga vita kwa damu ya mwana kondoo. Uanze kushindana. Kama area yako umekuwa ukipigwa kwa biashara, pigana na hiyo pale. Kama area yako umeteswa na supervisor wanakusumbua, lazima ufanye hili, ya ufanye hili, vyeka sahihi. Yani na mruhusu vyeka. Sababu pengine sio watu jamani. Shetani anapigiana na sisi kwa namna kwamba atabia amekaa ndani ya wanadamu. Yani unapotoka wanadamu na anajifanya ni supervisor. Vyeka, mimi nimeshakupa ushuhuda, nimevyeka wangapi? Na vyeka tu anaondoka. Sasa panga vita. Area zako zenye wewe umevurugwa. Leo ni wakati wa kupanga vita na ushinde.
mwaka wa mavuno ukienda nyumbani, uendelee kutengeneza vita, ukuwe sawa kwa kupigana, ukuwe sawa kwa maombi, ukuwe sawa kwa kufunga, hata kufunga pia ufunga maombi, omba, soma neno la Mungu, zote ambatanisha na upigane, utamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kipindi ambacho nikija umepaa, tukitoka hapa sio saa yote tunalialia hapa, yani tunaenda baada ya tunakula na tunaoga kwanza, tunaogelea. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tutakuwa tuna vitu tumepata majeshi. Kwa hiyo sasa nataka tuingie katika vita kwa somo practice, kufanya vita ile ambayo wewe umegandamizwa. Tandikia tu pale, tandikia tu hapo. Kama ni wachawi, hizi vitu kuna mafuhani wa kichawi, piga wachawi. Kama una jibu ya kuombea, tandika wachawi wenye wanaweza fanya kazi juu ya maisha yako. Ingia hapo tu utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi sema kwa jina la Yesu. Baba mbinguni, na basi silaha zako za vita, na geuka kwa bulldoza ya vita mbele ya maadui zangu kwa damu ya Yesu. Na paa kwa namna ya roho katika ulimwengu wa roho. Napanga vita na watesi wangu, napanga vita na watawala wa roho katika jina la Yesu Kristo. Nafanya vita nao wote ambao wameninyang'anya nyota yangu, wameninyang'anya fedha zangu, wameninyang'anya kasi yangu. Napanga vita nao katika jina la Yesu Kristo. Napanga vita juu ya maadui zangu, juu ya wachawi, juu ya waganga katika jina la Yesu Kristo. Napanga vita nao kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Tunashindana na wakuu wa giza hili, watawala wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa damu ya Yesu napanga vita nao, na wapiga katika jina la Yesu, na wapiga kwa damu ya mwana kondoo, na wapiga katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, shindana na watu ambao mbele zako wamesimama watakuwekea matatizo. Katika jina la Yesu Kristo inafanya vita na watawala wa giza kwa damu ya mwana kondoo. Watu ambao wamesimama mbele za familia yangu na waendea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Baba, siku ya leo umenipea neno ya kwamba tuvijue vita. Siku ya leo napanga vita dhidi ya mbele za maadui zangu katika jina la Yesu Kristo, na waendea kwa uwezo wa Bwana. Mimi nikiwa silaha za Bwana za vita. Asante ribo shaka. Nafanya vita nao watu ambao wamepanga vita mbele ya watu hawa, wameweka matatizo mbele yao kwa damu ya mwana kondoo. Ninawaendea kwa uwezo wa Bwana kila mashetani wote ambao wamesimama mbele za watu hawa, ambao wamesimama mbele ya kasi ya mtu huyu, ambao wamesimama mbele ya familia yake, mbele ya watoto wake, mbele ya uzao wake. Nawaendea kwa uwezo wa Bwana, na washa moto juu yao, na washa moto, na washambulia kwa damu ya mwana kondoo. Fanya vita nao kwa uwezo wa Bwana. Watu ambao wamenizuilia kwamba nisikafutalee wewe ili ukaweza kuninua ukanibariki, na fanya vita nao kwa damu ya mwana kondoo. Mashetani wale wote na washambulia, washamoto, panga vita nao. Wewe ni silaha za Bwana na vita. Katika jina la Yesu Kristo na waendea kwa uwezo wa Bwana, na washambulia waendee kwa uwezo wa Bwana, na washambulia kwa damu ya mwana kondoo. Ambao wamesimama mbele ya watoto wako, mbele ya uzao wako, wavambie wewe ni silaha za Bwana na vita. Mungu anakuhitaji kwamba ujue vita. Anasema ya kwamba yeye ni mtu wa vita, hilo ndilo jina lake. Na siku ya leo ninasimama na panga vita na maadui wote, na waendea kwa uwezo wa Bwana. Watawala wa rohoni wanaoshikilia biashara, wanaoshikilia watoto, wanaoshikilia masomo ya watoto, na waendea kwa uwezo wa Bwana. Wanaoshikilia uzazi wangu, na wafuatia kwa damu ya mwana kondoo. Wanaoshikilia kanisa, na waendea kwa uwezo wa Bwana, na washambulia kwa damu ya mwana kondoo. Washa moto juu yao. Na wafuatia kwa damu ya mwana kondoo, na washambulia
kwa damu ya Yesu Kristo. Na wapata kwa uwezo wa Bwana. Na washambulia kwa damu ya Yesu Kristo. Achia watu. Hamna uwezo. Imeandikwa kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zako wakafanya vita na yule joka. Wao hawakuweza kushinda, na leo hamtashinda. Na washinda kwa damu ya Yesu Kristo. Na waendelea kwa uwezo wa Bwana. Na paso. Achia watu. Achia familia tu. Achia wapapa tu. Achia ndoa yako. Achia mali yako. Achia kazi yako. Na kushinda kwa uwezo wa Bwana. Na kushambulia kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ribo sakatara baba sandara. Shindana. Ribo sakatara sandara. Wajeka ni yako ndugu liko wao. Washinde simu leo. Shindana nao kwa uwezo wa Bwana. Na washinda kwa uwezo wa Bwana. Na washambulia kwa damu ya Mwana-Kondoo. Achia. Na washinda. Ribo sakatara. Achia. Na washambulia na washambulia katika anga. Na washambulia kwa damu ya Yesu Kristo. Kila wakati wote mbele za mtu. Na wapaswa kwa mkono wa Bwana. Na wachana kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ribo sakatara. Amen. Majeshi yako wapi majeshi? Siri ya kumiliki ni kupanga vita na kuwa na utakatifu. Chukua hilo neno uende nalo litekeleze, lazima utamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Shida tu ni uwezo kukosa kutekeleza. Wakati Yesu anasema ya kwamba wana masikio na hawasikii, ni masikio ya roho. Roho ikikubali kuchukua ni kutekeleza, utashinda, utamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najua ya kwamba mchungaji mmeona hayupo, walikuja wakaitwa. Kwa hivyo waliitwa na baba kwa ajili ya kazi ndani kwa Mose, ndio mahali walienda.